kutenda mambo makubwa zaidi ya hivyo. Yes. Mtoto wa Mungu, Mungu wetu anaweza kutenda mambo makubwa zaidi ya jinsi tunavyoomba. Na ndio maana hata tukiomba huwa anatujibu zaidi ya vile tulivyoviomba. Tunaomba kimoja anatupa vitatu. Tunaomba kwa udogo yeye anatupa kwa ukubwa. Kwa hiyo mtoto wa Mungu usiogope. Karibu sana katika ibada yetu ya usiku wa leo. Amini kabisa katika hilo ambalo unalipitia leo, msaada wako u katika Bwana yeye aliyeziumba mbingu na nchi. Utavuka na itabaki kuwa ni historia katika maisha yako ya kwamba uliwahi kupita kwenye changamoto na magumu ambayo umewahi kuyapitia. Haijalishi historia ya tatizo ulilonalo. Inawezekana hilo tatizo limekuwepo kwa muda mrefu kwenye historia ya maisha yako, lakini lisikutie wasiwasi, hofu, ukadhani kwa Mungu haliwezekani. Linawezekana kabisa. Nikukaribishe mtoto wa Mungu, karibu tuweze kujifunza neno la Mungu. Unikumbushe tu kwa faida ya wale ambao hawaelewi nini kinachoendelea na ni mara ya kwanza pengine kushirikiana nasi katika ibada ya usiku huu wa leo. Naomba unikumbushe neno la mwezi wetu wa 3 linatoka kitabu gani? Tutananipitia kidogo tu hapo, alafu kisha tutakwenda kwenye kisa chetu cha leo ambacho Roho wa Mungu anataka hili neno likamponye mtu, likaponye roho, nafsi ya mtu aliyefika mahali anaona hawezi, amechoka, amekata tamaa. Naomba unikumbushe neno letu la mwezi linatoka kitabu gani, mstari wangapi mpaka wangapi? Yes, naomba unikumbushe kwa msaada, kwa faida ya wale ambao wameungana nasi kwa mara ya kwanza leo hii. Karibu sana. Okay. Namuona hapa. Asante Salvatus Faustini kutoka Kinondoni. Asante pia Agnes Meda. Asante pia Maliam Lihinda. Asante mama Jose Vumilia. Asante pia Fatuma Fikilini, South Africa. Mwalimu Mguya, asante. Pia Victoria Chua. Victoria Daniel Chua, huyu pia namuona. Binta Ndende, namuona Hotesia Mosha, Jenny Kijazi, Priska Jonas Imbise, Judith Kola, lakini pia Christina Mwaka, Adabel Tibunseme, lakini pia namuona Stella Malikita, Haley Tijuma, Susan Nefe, Rose Meli Msekela, Tatiana, lakini pia Catherine Lusika, Sam Kimanuka, Sophie kutoka Ethiopia, Happy Nganda, Neema Msofe, Peter Lemunge, Yukunda Konstantini, lakini pia namuona Benedicta Mgoli, Alexander Benedicto, Fieda Sengati, Eli Kalunda, Bilombele Kaunda, lakini pia namuona Jini Bulega kutoka Bukavu. Lakini pia namuona huyo, yes, mwenzetu huyu anasema, okay, anaitwa, okay, anasema namshukuru Mungu kupata tena kibali kukutana pamoja. Yeye anaitwa yuko na mama Tabusia Munisa Mambali, yuko pale pamoja nasi kutoka Lauya Moshi, Kilimanjaro. Okay, haya. Nashukuru pia naye tuko naye. Haya, na mtu wetu wa mwisho kabisa kututumia ujumbe namuona Veronica hapa. Veronica kutoka USA. Naomba nisome mstari wa kwanza mpaka wa 5 tu kuhusu hili andiko letu la mwezi, alafu kisha kuliko baki mimi nitatoa maelezo. Yona sura ya kwanza ule mstari wa kwanza mpaka wa 17. Yes, mstari wa kwanza mpaka wa 5 ndio tutasoma. Neno la Mungu linasema, nitasoma kutoka kwa Veronica, na Biblia yake inasomeka hivi: Basi neno la Bwana likamjia Yona mwana wa Amitai kusema, ondoka uende Ninawi, mji ule mkubwa, ukapige kelele juu yake,
kwa maana uovu wao umepanda juu mbele zangu. Lakini Yona akaondoka akimbilie Tarshishi, apate kujiepusha na uso wa Bwana. Akatelemka hata Yafa, akaona melikebu inayokwenda Tarshishi, basi akatoa nauli, akapanda melikebuni aende pamoja nao Tarshishi, ajiepushe na uso wa Bwana. Lakini Bwana alituma upepo mkuu baharini, ikawa tufani kubwa baharini, hata melikebu ikawa karibu na kufunjika. Basi wale mabaharia wakaogopa, kila mtu akamwomba Mungu wake. Nao wakatupa baharini shehena iliyokuwa melikebuni, ili kupunguza uzito wake. Lakini Yona alikuwa ameshuka hata pande za ndani za melikebu, akajilaza, akapata usingizi. Sasa uko nahodha na nini? Uko baadaye. Endelea napo wewe. Neno la Mungu linatufundisha kitu hapa. Mimi nilitaka uone kitu. Kila siku nikilisoma ili andiko, kuna kitu naona. Kila siku napopata nafasi ya kusoma ili neno, naona kitu. Na pengine Mungu naye anataka na wewe ukione kwa sura hiyo. Ukisoma hapa neno la Mungu ule mstari wa 3. Neno la Mungu nasema, lakini Yona akaondoka akimbilie Tarshishi, apate kujiepusha na uso wa Bwana. Kwa kumbe Yona naye alikuwa anajiepusha na uso wa Bwana. Nje ya kukimbia, kwa maana tu ya kukimbia kuweza kutokwenda, ama kutaka wenzake waadhibiwe yeye akiwa hayupo. Kwa yeye alikuwa naye anakimbia hasira ya Mungu. Lakini alikuwa amepewa wito, jukumu la kwenda kuambia wenzake, ama kuambia watu wa mji wa Ninawi, ya kwamba dhambi zao au maovu yao yamemfikia Mungu, kwa hiyo watubu. Huyu mpendwa Yona akaona mimi ngoja nikimbilie Tarshishi. Sasa kwa wale ambao hawajui hii story, pengine ndio mara ya kwanza anakesha na sisi leo hii, iko hivi. Yona alipewa jukumu la kuweza alitakiwa kwenda katika mji wa Ninawi kuambia wale watu wa ule mji waache dhambi. Mambo yao yote, dhambi zao zote zimeshamfikia Mungu. Lakini yeye hakutaka kwenda huko. Lakini neno la Mungu leo hii tunalisoma linaonyesha ya kwamba Yona alikuwa anakimbia, anajiepusha na uso wa Mungu. Sasa na yeye ni miongoni mwa hao, au alikuwa tu anakwepa kusudi la Mungu kutokwenda huko? Okay. Sasa alipokuwa katika kukimbia, kujiepusha na uso wa Mungu, au kukimbia lile kusudi la Mungu, ama wito aliokuwa amepewa na Mungu, sasa alikuwa amepanda kwenye chombo ama meli. Naposema melikebu ni hizi meli. Kwa wale ambao wamekaa kando kando ya bahari wanaona meli zinapita. Kwa wale sijui ni meli, ni vile vyombo ambavyo vinakuwa ndani ya bahari ama ya ziwa, kwenye mito sidhani. Lakini inategemea. Lakini ni vyombo ambavyo vya usafiri vinavyotumika majini. Ni chombo kikubwa. Kwa sasa akawa amekimbia katika kile chombo, akaingia mrendani. Alivyoingia na kuanza safari ya kukimbilia Tarshishi, ule mji ambako alikuwa anakimbia, ambako hiyo meli inakwenda, ikapigwa na upepo mkali ambao Mungu ameutuma ama ameuruhusu utokee. Na Mungu aliuruhusu kwa sababu ya huyo Yona. Sio kwa sababu ya hao waliokuwa nao au waliokuta wenye hiyo meli, au kawaida ya utaratibu wa baharini kuna upepo kama ule. Hapana, kuna upepo wa kawaida. Lakini kwa sababu alikuwa anakimbia, Mungu akaamua kutuma upepo mkuu, according to Biblia inavyosema. Akatuma upepo mkuu baharini. Ukisoma ile sura mstari wa 4. Sasa ikawa tufani. Sasa wakati hiyo hali imetokea, wale mabaharia wakaogopa. Wakaona hii sio hali ya kawaida. Wakaanza kutupa ile shehena waliokuwa wamebeba, yani ule mzigo uliokuwa ndani ya ile meli. Tunaona hapo hawa waliokuwa wamembeba huyu bwana anayekimbia walianza kupata hasara, kutupa vitu vyao, ili tu angalau pengine wakipunguza meli inaweza ikatulia. Lakini haikusaidia. Wakati wa hiyo hali wakaona mbona hali imekuwa sio ya kawaida na walivyozoea baharini. Ndio wakaamua kuanza kuomba Mungu wao ili awaepushe na kuomba
Kila mtu alikuwa anaomba na ukisoma Biblia vizuri, Biblia ziko tofauti. Ukisoma na Biblia nyingine inakuonyesha waliomba miungu yao. Kila mmoja aliomba anavyoweza kuomba. Kwa haikusaidia chochote. Lakini kwa sababu Mungu alikuwa anamtafuta Yona, sio hawa wengine. Ila hawa wengine walipitia wakati mgumu kwa sababu wao walijikuta wako na huyu mtu ambaye ni mharifu kwa Mungu. Kwa hiyo hapa katika haya mazingira tunajifunza kitu kwamba kumbe tunaweza tukapatwa na sisi mambo magumu kwenye maisha yetu tunapowakaribisha watu ambao sio wazuri sana kwenye maisha yetu. Kwa namna moja ama nyingine inawezekana ni watu ambao aidha wamemkosea Mungu na sisi tukajikuta tunatembea nao kwenye maisha yetu, kwenye kazi zetu, kwenye biashara. Tumejiunga nao kwenye biashara, kwenye kazi. Kumbe ni mtu ambaye ni chukizo mbele za Mungu. Kwa walipita kwenye wakati mgumu. Wakati huo yeye Yona kashuka chini, kajichimbia, amelala. Anajua kabisa yanayoendelea hapo kwenye baharini ni kwa sababu yeye ndo anasababisha. Ndipo nahodha mmoja akaenda akamtoa huko chini, akamwambia, wewe ndugu, mbona unalala? Kulikoni? Kuna hali ngumu huku, hebu amka. Pengine muombe Mungu wako, anaweza akatusaidia tukavuka hapa ama tukatoka kwenye changamoto. Wakampandisha, walipo wakamhoji, wewe nani? Unatoka wapi? Nchi gani? Kabila gani? Akaeleza yeye ni mtumishi wa Mungu, anamcha Mungu ali hai, muumba mbingu na nchi. Wakaona huyu atakuwa na sababu anamkimbia Mungu. Ndipo akapiga kura hapo. Walipopiga zile kura zikamwangukia Yona. Ndipo akamuuliza, ndugu, wewe inakuaje? Tufanye nini ili hii hali ikome, itulie, itufane? Hakuchukua hata muda, hakuchukua raundi. Kasema mwenyewe, nitupeni baharini. Nitupeni baharini. Nitupeni baharini. Kwa nini? Kwa sababu haya yote yanatokea kwa sababu yangu. Kuna kitu gani tunajifunza kwa Yona? Tunajifunza tunapokosea tuwe wepesi wa kutambua tumekosea, ili tupe nafasi ya kukubali hata adhabu itakayotokea baada ya kukosea. Kwa nini nasema hivyo? Tumekuwa na kawaida hata tukikosea bado tunaona tukiadhibiwa kama hatukustahili kuadhibiwa, wakati kumbe ni wakosaji. Lakini Yona anatufundisha kumbe ukikosea, kwanza kubali kosa ili kusaidie kutoka hapo ulipo. Mara nyingi napenda kutumia neno hili. Kulijua kosa ndio mwanzo wa kulitatua. Huwezi kutatua kitu ambacho hujui kama ni tatizo. Sasa Yona alitambua ni kosa. Akawa amesema nitupwe baharini. Sasa wakiwa katika hiyo hali, wanaendelea kuangalia namna gani wanajisaidia ili waweze kuvuka. Hali ikawa mbaya sana. Wale manahodha hawakutaka kumtupa baharini. Lakini walipoona hali imekuwa mbaya, wakamtupa baharini. Walipomtupa baharini, Mungu alishakuwa amemwandaa samaki ambaye yuko kwa kazi moja tu, kummeza Yona. Sasa Yona akiwa katika hali ya kujitafuta namna ya kupambana mle baharini, kujiokoa yeye na maisha yake, akajikuta samaki huyu hapa anammeza. Akiwa ndani ya tumbo la samaki siku 3, akaamua kutubu, akaungama, akamwomba Mungu amsamehe, akamlilia Mungu. Naye Mungu akamsikia. Yule samaki aliyemmeza Yona akaenda kumtapika baharini. Tunajifunza vitu vingi sana kwa mtoto wa Mungu ambaye ndio umeungana nasi siku ya leo. Ni kwamba unapokosea, kwanza kubali kosa. Alafu pili, tumia nafasi utakayoipata kutubu. Kwa kuwa Mungu huwa hatoi adhabu mpaka kupe nafasi. Na wewe ukipata nafasi, kama ni usiku wa leo ndio amekupa nafasi, tumia nafasi hii badala ya kuanza kulalamika, kuanza kuangushia watu lawama. Tambua umekosea. Najua ungekuwa wewe ndio Yona wa sasa hivi, ungeanza kulalamika. Pale kwenye lile boti au ile meli ungeanza kuambia, yani kwani ni mimi tu ndio nayekosea? Kwani nyinyi hamkosea? Kwani nyinyi hamna dhambi? Ungesema maneno hayo. Lakini yeye alitambua, hakutaka kuangushia wenzake lawama. Yeye alisema tu, haya yote yanatokea kwa sababu yangu mimi. Sasa swali la kukuuliza, ni mara ngapi imetokea wewe ukatambua haya maisha nayopitia leo hii ni kwa sababu nimetenda dhambi? Ni mara ngapi? Kwa ikupe na wewe nafasi ya kujitazama leo katika hali unayopitia, haijalishi kwenye nini. Angalia maisha yako. Je, hakuna kosa umekosea? Hakuna mahali ambapo umekosea? Itakupa nafasi ya wewe kujua kumbe natakiwa kutubu. Inawezekana na mimi napita baharini sasa hivi. Inawezekana niko kwenye mdomo wa samaki na mimi kwenye maisha yangu. Nitubu ili samaki akanitapike. Hili jaribu liniachie. Nitubu ili nivuke kwenye huu ugonjwa.
nitubu nivuke kwenye hali ya mambo magumu nayopitia. Inawezekana iko hivyo, inawezekana isiwe hivyo, lakini jipe nafasi ya kujitafakari. Bwana Yesu asifiwe. Mtoto wa Mungu ambaye umeungana na sisi kwa mara ya kwanza, angalau umepata idea. Yes. Unapotambua kosa na ukakubali kuadhibiwa, itakupa nafasi, utakapopata nafasi, kutubu kwa mzigo, tena kwa kumaanisha. Hautatubu kiovyo ovyo, utatubu kimaanisha kwamba Baba, naomba unisamehe. Yona alitumia huo muda aliopata, alikaa kwenye tumbo la samaki siku 3 akatubu. Hata wewe tumia nafasi hii. Wewe huna siku 3, wewe tumia nafasi Mungu amekupatia. Tubu na Mungu atakusamehe. Bwana Yesu asifiwe. Nafikiri angalau umepata idea, si ndio? Kabla sijaenda huko, wewe ambaye ni mgeni, umenielewa? Natamani unielewe. Yes, nami umenielewa. Basi twende moja kwa moja kwenye kisa chetu kingine usiku wa leo. Naamini nacho kitakusaidia kujitazama uko upande gani, na unasimamaje kwenye nafasi hiyo. Haya, twende kwenye kitabu cha Nehemia, ile sura twende Nehemia sura ya 4, ule mstari wa 1 mpaka wa 23. Tupite hapo, tusome. Usiangalie saa, achana na saa. Tuko kwenye ibada, na leo Mungu amelituma neno hili likuponye, likutoe kwenye maangamizo. Nehemia 4 mstari wa 1 mpaka 23. Tutasoma hapo. Utaanza kuona mambo yaliyomo mle ndani, utajitazama na wewe uko upande gani. Au wewe ni Sanibarati, au ni Tobia, au wewe ndio Nehemia, au wewe ni wale washirika wa Nehemia. Haya, tusome hapo kitabu cha Nehemia sura ya 4 mstari wa 1 mpaka wa 23. Sante Neema Msofe, sante Betty Ludovic, sante Mama Jose Angel Bushili, asante Agnes Meda, asante pia Otesia Mosha, asante pia mwenzetu Freda Sengati, Sam Kimanuka, Meli Matias, asante pia Jacqueline Idi, Veronica, asante Angel Furaha, asante Eliza Shilala, Malia Mlihinda, Rose Meli, sante Susan Nefe, Joani John Machibia, Dennis Vedastus, Binta Ndende, Alexander Benedicto, Eli Kalunda, Benedicta Mgoli na wengine wengi. Naomba niweze kusoma, naona muda wetu unakimbia. Nisome kwa mtoto wa Mungu mmoja ambaye mbele za Mungu amepata kibali machoni pake. Si mwingine ni anaitwa Francisca Mgwasa. Nitasoma kutoka kwenye Biblia kwake, Francisca Mgwasa. Haya, mtoto wa Mungu, naamini kila moja amelipata hilo andiko, naamini kila moja amelipata. Sasa sikiliza kwa makini, itakusaidia. Sikiliza tu kwa makini sana. Neno la Mungu katika kitabu cha Nehemia sura ile ya 4 mstari wa 1 mpaka wa 23. Neno la Mungu linasema, lakini ikawa Sanibarati aliposikia kwamba tulikuwa tukiujenga ukuta, akaghadhabika, akaingiwa na uchungu sana, akawadhihaki Wayahudi. Akanena mbele za nduguze na mbele za jeshi la Samaria akisema, Wayahudi hawa wanyonge wanafanyaje? Je, watazifanyizia boma? Watajifanyizia boma? Watatoa dhabihu? Au watamaliza katika siku moja? Je, watayafufua mawe katika chungu hizi za kifusi, nayo yameteketezwa kwa moto? Basi Tobia Mwamori alikuwa karibu, naye akasema, hata hiki wanachokijenga, anasema angepanda mbweha, angeubomoa ukuta wao wa mawe. Mstari wa 4, sikia Mungu wetu, maana tunadharauliwa, ukawarudishie mashutumu yao juu ya vichwa vyao, ukawatoe watekwe katika nchi ya uhamisho. Wala usiusitiri uovu wao,
wala isifutwe dhambi zao mbele zako, kwa maana wamekukasirisha mbele ya hao wanaojenga. Basi tukaujenga ukuta, nao ukuta wote ukaungamanishwa kiasi cha nusu ya kimo chake. Maana watu walikuwa na moyo wa kufanya kazi, lakini ikawa Sanibarati na Tobia na Waarabu na Waamori na Washdodi waliposikia kuwa kazi ya kutengeneza kuta ya Yerusalemu ikiendelea, na ya kuwa mahali palipobomoka panaanza kuzibwa, basi wakaghadhabika mno. Mstari wa 8, wakafanya shauri wote pamoja kuja kupigana na Yerusalemu na kufanya machafuko humo. Bali sisi tulimwomba dua Mungu wetu, tena tukaweka walinzi mchana na usiku kwa sababu yao, ili kuwapinga. Wakasema, Yuda, nguvu zao wachukuao mizigo kumradhi, ngoja niongeze ukubwa wa maandishi hapa, maana kidogo ni changamoto. Tuko mstari wa 9 wa 10. Nianzia mstari wa 9. Basi sisi tulimwomba Mungu wetu, tena tukaweka walinzi mchana na usiku kwa sababu yao, ili kuwapinga. Wakasema, Yuda, nguvu zao wachukuazo mizigo zimedhoofika, na kifusi tele zipo, tusiweze kujenga ukuta. Nao adui zetu wakasema, hawatajua wala kuona hata tutakapokuja kati yao na kuwaua na kuikomesha kazi hiyo. Kisha ikawa Wayahudi walipokuja, wale waliokaa karibu nao watatuambia mara 10 kutoka kila mahali, mtakaporejea watatushambulia. Basi nikaweka watu mahali pa chini pa nafasi iliyokuwa nyuma ya ukuta, mahali palipokuwa wazi, na kadiri ya jamaa zao nitawaweka wenye panga zao na mikuki yao na pinde zao. Nikitazama, nikaondoka, nikawaambia wakuu na mashehe na watu wengine waliobaki wasiwaogope. Mkumbukeni Bwana aliye mkuu, mwenye kuogofya, mkawapiganie ndugu zenu na wanenu na binti zenu na wake zenu na nyumba zenu. Kisha ikawa adui zetu waliposikia kuwa tumekwisha kupata habari na ya kuwa Mungu amelibatilisha shauri lao, ndipo sisi sote tukarudi ukutani, kila mtu kwa kazi yake. Ikawa tokea wakati huo, nusu ya watumishi wangu walitumika katika kazi hiyo, na nusu yao wakishika mikuki na ngao na pinde na dalii na maakida walikuwa nyuma ya nyumba yote ya Yuda. Watu wale walipojenga ukuta, na wale waliochukua mizigo walijitweka wenyewe, kila mtu alifanya kazi kwa mkono mmoja, na kwa mkono wake wa pili alishika silaha yake. Nao wajenzi kila mtu alikuwa na upanga wake umefungwa ubavuni mwake. Ndivyo alivyojenga, na yeye aliyepiga baragumu alikuwa karibu na mimi. Mstari wa 19, nikawaambia wakuu na mashehe na watu wengine, kazi hii ni nyingi tena kubwa, nasi tumetawanyika juu ya ukuta, kila mtu mbali na mwenzake. Basi mahali popote mtakaposikia sauti ya baragumu, enendeni huko mkajutie. Mstari wa 10, basi popote mtakaposikia sauti ya baragumu, enendeni huko mkatujie, Mungu wetu atatupigania. Hivyo tukajitia katika kazi hiyo, na nusu yao walishika mikuki tangu alfajiri hata nyota zikatokea. Kadhalika wakati ule ule nikawaambia watu, kila mtu na akae ndani ya Yerusalemu pamoja na mtumishi wake, wapate kuwa walinzi wetu wakati wa usiku,
na kufanya kazi katika wakati wa mchana. Basi mimi na ndugu zangu na watumishi wangu na watu walinzi walionifuata, hatukuvua nguo zetu hata mmoja. Kila mtu alikwenda kuteka maji akichukua silaha yake. Bwana Yesu asifiwe. Kumradhi kidogo, leo maandishi yamekuwa ni madogo hapa, imekuwa ni changamoto, lakini ninaamini kwa yule ambaye amekuwa pamoja na mimi katika kulisoma, tumeenda mstari kwa mstari, atakuwa ameelewa hiki kisa kilivyo. Iko hivi, pengine kwa kuisummarize sasa, pengine kwa kuifupisha kwa yule ambaye pengine anaweza asiwe ameelewa kwamba kimekaaje hiki kisa. Kumradhi, naomba unayepiga simu usipige kwa sasa. Usipige kwa sasa, unayepiga simu. Iko hivi. Sanibarati na Tobia ni watu ambao walikuwa wanapinga kazi ya ujenzi ambayo Nehemia alikuwa amekusudia kujenga mji wa Yerusalemu, na hawakufurahishwa kabisa na kile kitendo cha kusikia kwamba ujenzi wa ukuta unafanyika. Kwa kilichokuwa kinafanyika kwao ilikuwa ni kupinga kile ambacho Nehemia anakifanya. Wao waliamua kupinga kile ambacho Nehemia anakifanya. Sasa wao kazi yao kubwa, kwanza mambo ambayo tunayaona ukianza ule mstari wa kwanza tu, unaanza kuona ya kwamba Sanibarati hakufurahishwa na ile hatua ya kusikia ukuta unajengwa. Yeye moja kwa moja alighadhabika, akaingiwa na uchungu. Akaanza kuwadhihaki Wayahudi, akaanza kusema ni wanyonge, hawawezi, hata wakijenga hamna chochote kitakachofanikiwa. Lakini Tobia naye hakukaa kimya, akaongeza kejeli, akasema wanachokijenga hicho hata mbweha anaweza akakibomoa, kwa sababu hawa watu ni wanyonge, hamna kitu wanachoweza kufanya. Dhihaka zilikuwa ni nyingi na kila mmoja anasema kwa namna ambavyo walikuwa nasema. Lakini kadri walivyokuwa wanaendelea kusema, Nehemia yeye aliamua kujenga. Dhamira yake ilikuwa ni kujenga ukuta. Haijalishi kuna kitu gani kinasemwa, haijalishi wanadhihakiwa kiasi gani, wanaitwa ni wanyonge kwa sababu wanavyoonwa, wanavyotazamwa. Sanibarati anasema anavyojisikia, na wakatengeneza ajenda yao ya kutaka kuangamiza. Wakawa wamekubaliana kuhakikisha kwamba ukuta haujengwi. Lakini kwa sababu walikuwa wamesahau ya kwamba Nehemia alikuwa amemuomba Mungu na walikuwa na mtumaini Mungu ya kwamba hicho wanachokifanya Mungu yuko upande wao, hawakujali nini ambacho hawa wanachokisema, wabeza, wanawadhihaki. Wao walichosema Mungu yabadilishe hayo wanayosema wao, yawarudie wao. Wanavyotubeza sisi hatujali, sisi tunaendelea na ujenzi wa ukuta. Neno la Mungu hapa linaonyesha ya kwamba pamoja na ile hali ya wao kutaka kupingwa, na wao wakasema sisi sio wanyonge kiasi hicho, wacha tuendelee kujenga ujenzi. Hata wakati tunaendelea kujenga ujenzi wa ukuta, sisi tutaendelea kukaa na silaha zetu. Kama ikitokea vita, sisi tuendelea nao, lakini hatuangaishwi na maneno yao, dhihaka zao, watasema watatufanya nini. Sisi tuendelee tufocus kwenye hiki tunachokifanya. Wao wakaendelea na kazi hiyo moja ya kujenga tu ukuta, na hatimaye wakakamilisha walichokuwa nakifanya. Lakini walisukwa, walikashfiwa, walifanywa mambo mengi ambayo ingekuwa kwa hali ya kawaida, ambayo sasa nataka tuitazame mimi na wewe. Kwa hali ya kawaida, unapoona mtu anakugasigasi, anakusumbua, anakubeza, anafanya vitu vya namna mbalimbali ili tu kukutoa kwenye focus yako, kwa hali ya kawaida watu wengi wao wanaacha wanachokifanya. Anaanza kushughulika na hayo maneno anayosemwa, anaanza kushughulika na hizo kauli ambazo anazisikia zinazungumza juu yake. Hivi ni vitu ambavyo viko kwenye maisha yetu ya kila siku, maisha ya kila siku. Jana tulizungumza kwa habari, tulitazama kile kisa cha watu, mtu anaweza akaamua kukuzushia tu, ili mradi tu kukutoa kwenye kusudi.
Watu wanaweza kaamua kukutungia sheria sio kwa sababu kweli, ila tu ni kwa sababu wanakutafuta wewe. Wamekutafuta kwenye jambo hili, wamekukosa. Wamekutafuta kwenye engo hii, wamekukosa. Kwa hiyo wanakuja kwenye kile cha kwako ambacho unachokifanya ni chema, lakini wao wanakitungia sheria ili mradi uache. Lakini kwa sababu unamtumaini Mungu, kwa sababu unamwamini Mungu, unaweka imani yako na tumaini lako kwa Mungu kwamba mimi nitaendelea na kufanya hiki maadamu simkosei Mungu. Ila kwa kuwa hawa wao wanaamua kunifanyia hivi kwa hila, siache. Sasa na kisa cha leo hakina tofauti sana, lakini kinatofautiana katika maeneo fulani. Chuki. Yaani mtu amesikia unaanza kujenga nyumba, chuki tu inampanda. Yaani mtu amesikia umechumbiwa, chuki tu inaamka. Amesikia umepata promotion kazini, umepandishwa cheo, chuki tu. Ukiuliza sababu ya chuki hakuna, ila tu inakuja chuki isiyokuwa na sababu, au sababu yake ni wewe tu kupandishwa cheo. Hayo mambo kwenye maisha yetu ya kila siku yapo. Hayo mambo yapo. Amesikia umeanzisha tu biashara, ndio upo tu kwenye hatua za mwanzo, wanakuja. Lakini hii kitu inatukumbusha pia na sisi tusiwe pesi kusema kwa watu wengine, maana si kila mtu anayefurahishwa na mambo yako na mipango yako na shughuli zako. Unaweza ukawa wewe unasema unaona tu ni kawaida, unaona haina shida, lakini no, usimwamini kila mtu. Usimwamini kila mtu, kwa sababu si kila mtu anaweza akawa anafurahishwa na mafanikio yako na hatua zako. Ndio maana wanasema wakati mwingine usishare vitu ambavyo unaona vinaweza vikahatarisha unachokifanya. Na bahati mbaya tu nyakati hizi tulizonazo, kila mtu anataka kufanya tu, kupeleka mitandaoni. You never know, si kila mtu anafurahishwa. Wanajiuliza, japo sawa, sikatai lakini ni sawa, ni haki yako mpendwa. Kuna kitu anakaangalia sijaelewa logic yake. Wale Mungu anawapa neema ya kupata ujauzito, naona wanapelekaga picha mtandaoni kwamba Mungu amempa. Sawa, tukatai, ni ushuhuda, lakini je, kila mtu anafurahia kuona wewe umepata? Au ni vitu ambavyo si kila mtu anafurahia? Wengine wanaweza wakafurahi, wengine ndio wakatumia nafasi hiyo kukuharibia ulichokuwa unachokifanya au unachokionyesha. Lakini pia inatukumbusha pia ili neno la Mungu, tusiangalie, tusipoteze focus kwenye mambo yetu. Tuzidi kumtumaini Mungu. Hata kama tutakutana na wakina Tobia, wanatufanyia vikwazo, wanatufanyia mizengwe, keep focus. Angalia mbele kwenye wazo lako. Angalia mbele kwenye mipango yako. Hata kama wanakusema wewe ni mdhaifu, wewe usiwaprove kwa maneno. Wewe fanya kazi, waone kazi. Kazi yako itakuthibitisha kwamba wewe ni bora. Hawakuhangaika na hawa watu. Ilo walipoona visa ni vingi, wanajaribu kuwasema na kutaka kupambana nao, na wao wakasema hapana, sisi si wazembe kiasi hicho. Wakajipanga, mwenye mkuki mwenye panga, kwamba wewe utakaa huko, utakaa kule, lakini tunaendelea kujenga ukuta wetu. Wasitutoe kwenye lengo la kujenga. Tujenge ukuta mpaka ukamilike, mpaka ukuta ukamilika. Mtoto wa Mungu, hata wewe katika maisha yako usikatishwe tamaa na maneno. Kuna watu wakikuona unafanya jambo watasema, hata wewe unafanya kitu, kashindwa fulani. Wewe huna elimu, wewe huna ufahamu, wewe sio mwenyeji, wewe sio hivi. Kuna maneno wanaweza akawa yanatoka yenye kukudhihaki. Wewe mnyonge, watu wanakutazama kwa body structure yako, ama unavyoonekana, ile appearance yako tu. Wanaweza wakakusema vyovyote vile. Katika eneo lolote la kiushindani au katika maisha ya kawaida, watu wanamna wanakuja kwenye maisha, wanaweza kukukatisha tamaa. Wengine wameingia kwenye mahusiano, utasikia mbona hawafanani? Sasa unataka wafanane vipi? Unataka vitu gani vifanane ili wewe uone sawa? Kama wao wamependana, si wao, wewe kitu gani kinakusumbua? Sasa na wewe uliyependwa, ukisikia kwamba watu wanasema mbona ufanani naye, isikusumbue. Wewe angalia kilichokuwa ndani yako wewe na yule, endelea na mambo yako. Kama ni biashara, acha watu waseme kwamba uwezi, wewe piga kazi. Mwisho wa siku ukifanikiwa, hao watarudi watasema, huyu amejiunga. Kwa hiyo usikate tamaa. Maneno, chuki hazikosekani. Kama bado naishi, utakutana navyo, na vingine vitatoka kwa watu wa karibu kabisa
Hawa ambao naambia tuombe wapendwa, ndivyo walivyo, na wanadamu ndivyo walivyo. Hawa wanaokuambia tuombe tuko pamoja. Usiwe na uhakika na hiyo tuko pamoja. Wengine tuko pamoja lakini wako pale wanafuatilia maisha yako. Ukiinuka tu kidogo wanaanza hawao, hivi ni maombi tu haya, hivi ni mikesha hii ni maombi haya yafunga hizi, ni hayo. Kwa hiyo focus kwenye jambo lako, usikate tamaa, lakini usiwe mwepesi wa kusema mambo yako, maana si kila mtu anayefurahi. Watu wengine wako hapo kuua ndoto za watu, wako na wewe hapo karibu, lakini kazi yao ni kuangalia njia zako na kuanza kukuharibia huku kushoto, kukuharibia kulia, kukupotezea ile network ya watu wako muhimu. Yani unakwenda huko anatia sumu, anaenda huko anatia sumu, ili mradi tu uharibikiwe. Wakina Tobia hao wapo. Sasa kama wewe naye ni Tobia unalo, Bwana ataelekeza kisasi juu yako. Bwana ataelekeza kisasi juu yako. Usijaribu kupambana na watu ambao wanamtumaini Mungu. Usijaribu hata kusema neno, maana wapendwa wanasemaga, si ndio? Wanasema. Kuwa makini sana watu ambao wanamtumaini Mungu kwenye shughuli zao, kwenye mambo yao. Usijaribu kutia neno. Mara nyingi wanawaambia wapendwa, kuna maisha unaweza kuwa unayapitia leo, sio kwa sababu biashara yako ni mbaya, no. Biashara yako ni nzuri, ila kamdomo kana kuponza. Unaongelea sana mambo ya watu, unafarakanisha watu, unaanzisha migogoro mahali, lakini unajiona we kwa sababu hauzini, we ni mtakatifu. Kwa sababu hauibi, na dhambi ya uzinzi ndio unaiona kama ndio dhambi, lakini kwenye kuchongea watu, kuharibia watu, kusema watu, unaona uko salama. Kazi yako wewe ni kuhukumu wengine, wewe ni msafi kwa sababu tu hauzini. No. Dhambi sio kuzini tu au dhambi nyingi tu. Inawezekana kuna shida inayokufunga wewe ni nyingine kabisa nje ya mawazo yako. Kwa hiyo kuwa makini, usije kuwa sehemu ya changamoto. Unasimamisha mipango ya watu kuolewa, mipango ya watu kuona, biashara za watu kutokufanikiwa, tenda ya mtu kutokufanikiwa, kwa sababu umeona hii akipata atafanikiwa sana. Kwani akifanikia yeye, wewe nakusumbua nini? Kwani ilikuwa na wewe unafanya hicho? Kuna watu wengine watachukia, yani unapandishwa cheo. Kwa hali ya kawaida ile nafasi hata yeye hausiki. Hata usipopewa yeye hapewi yeye. Lakini aliposikia wewe umepewa, vita inaanza. Sasa swali la kujiuliza, wewe usipewe, anapewa mwingine, yeye inamwathiri nini? Haimwathiri chochote. Kwenye mshahara wake kuna chochote kinapunguzwa ukipandishwa cheo? Ila tu hajafurahia kuona wewe umeinuliwa. Hajafurahi kuona wewe umeanza kupandisha nyumba huko kwenye kozi ya pili. Kaanzisha vita. Anaenda kwa mjumbe, mbona hii nyumba mbona gorofa hii, damani yake inasemaje? Wapendwa, wanadamu ndivyo walivyo. Wataanzisha tu chochote. Mpaka wangu na wake, mbona mpaka amesogea? Lakini sio kwa sababu ya mpaka, ameona kuna nyumba inainuka. Hao ni wakina Sanibarati na Tobia. Amesikia tu kuna safari za kazi, anaanza kuitazama ile padiem yako, anaona vita yani ndio wanadamu. Hawa kina Sanibarati wapo. Je, ni wewe ndio Sanibarati? Au wewe ndio Tobia? Au wewe ndio Nehemia? Sasa itupe nafasi ya kujitafakari. Na katika kujitafakari, itupe nafasi ya kwenda mbele za Mungu tukamwambie, Baba, naomba unisamehe. Inawezekana mimi ni Sanibarati, mimi ni Tobia, ninaomba unisamehe. Kuna maneno niliyasema, kuna chuki nilionyesha, hila. Baba, ninaomba unisamehe. Nimekuwa changamoto kwa watu wengi kwenye maisha yao. Nimesababisha kazi zimekufa, biashara zimekufa, tenda. Nimekwamisha watu kupata safari zao au hamisho. Uko kwenye kitengo fulani umekuwa ni kikwazo kwa watu.
umekuwa una roho ya Sanibalati na Tobia, kupinga mafanikio ya wengine, hufurahishwi. Jana au juzi tulisoma neno hapa la Mungu. Furahia mafanikio ya mwingine, haikuathiri wewe. Unapofurahia inakupa na wewe nafasi ya Mungu kukupa nafasi na ukuja. Lakini unapokuwa unachukia, unaweka hila, unazidi kuchelewesha jambo lako kufanikiwa. Kwa hiyo itupe nafasi ya kutafakari. Tunapotafakari itupe nafasi ya kutambua kwamba kuna mahali tumekosea. Tunakwenda mbele za Mungu. Kuna mambo ambayo Mungu anataka kuyakamilisha mwezi huu wa 3. Tunaposema mwezi huu ni wa ukamilifu, inawezekana kuna mahali Mungu anataka kupeleke. Kuna viwango anataka kupandishe. Kuna heshima anataka kuileta kwako. Kuna nafasi umegombea, unatakiwa uipokee, uipate, lakini chuki zinaweza kuwa sababu za wewe kukosa. Vikwazo kwa watu wengine vinaweza kuwa sababu ya wewe kufanya ukose unachotaka au usifanikiwe kwenye mambo yako. Bwana Yesu asifiwe. Kabla sijaenda huko, ningetamani kujua mpendwa, angalau au umenielewa kabisa. Kabla tuingie kwenye maombi, nataka uwe kujua umenielewa angalau au sana kabisa. Kama ni angalau niambie nimekuelewa kiasi. Kama ni sana niandikie tu hapo kwamba nimekuelewa vizuri kabisa. Ili sasa twende tukajiandae na sala ya toba. Na kusubiri kuona ujumbe wako utakao nisaidia kujua kama umenielewa kwa habari ya Sanibalati na Tobia, na kuhusiana na kile ambacho Nehemia alikuwa anafanya, lakini alikuwa anapingwa tu na hawa ndugu zetu hawa kina Tobia na Sanibalati. Na wakati mwingine watu wengine wanaweza kawa na kutazama, anaangalia mtaji wako wa biashara, kwamba utaweza wewe? Yani wewe unaanza biashara na mtaji wa milioni 1, unaanza na 100,000. Mimi nilianza, au mimi hivi, au wanaoweza wanaanza kwa kiwango hiki. Anatazama elimu yako, anakuambia utaweza wewe? Yani hiyo ni roho ya Sanibalati, haitaki wewe upige hatua. Inatazama kwa jinsi inavyokutazama, kwa udogo wako, kwa elimu yako, kwa maisha yako, kwa mahali ulipotoka, mkoa wako. Umetoka mkoani wewe, umetoka kijijini wewe, utaweza wewe? Kwa hiyo hayo mambo yapo. Mpendwa, umenielewa? Natamani kujua kama umenielewa. Haya mambo yapo kwenye maisha. Umeamua kuanzisha kampuni yako ya mapishi, wasikia utaweza wewe? Kashindwa fulani, utapambana na wakina fulani. Hao watu hapo kwenye maisha. Amekuona unaomba, anasema wakuomba ni wewe. Ushaona maombi yanaponya ugonjwa. Yani kazi yao ni kukatisha tamaa, kuvunja moyo, chuki, ila tu. Hao watu wapo. Watu wapo sana tu. Naona nimeeleweka. Ngoja nitambue majina. Nani anasema nimeeleweka? Okay. Huyu anasema Esther kanielewa, Viora amenielewa, Glory pia amenielewa, Jini, mama mchungaji. Mama mchungaji amenielewa. Okay. Mama mchungaji kutoka USA umenielewa. Mungu akubariki sana. Namshukuru Roho Mtakatifu kukusaidia na kunisaidia kuelewa. Sante Furaha Bisimwa naye pia amenielewa. Lita Ulio kanielewa. Emmanuel Bukuku kutoka USA pia naye kanielewa. Susan Salema Maboto kutoka Mwanza amenielewa. Sante. Namwona Betha Mgonzo pia naye amenielewa. Basi nashukuru kwa vile ambavyo Roho wa Mungu ametusaidia angalau tumeelewa. Sasa lengo na madhumuni ni kutupa nafasi ya kujitathmini na sisi. Tumeelewa wakina Tobia ni watu gani, wakina Sanibalati ni watu gani. Sanibalati ni mtu, sio aina ya watu. Sanibalati ni sawa sawa na wewe ulivyo Viola, Glory, Jean, Vicky, ulivyo Francine, Mumbele, Bahotwa, Sakila, ulivyo Goliva, Monica, Francis ulivyo. Sasa inawezekana wewe ndio Sanibalati. Okay, sio wewe. Sanibalati, Tobia, haya ni majina. Tobia ni nani? Sanibalati ni nani? Ni majina tu. Sio kabila wala aina ya mtu. Sio kwamba ni kabila ya mtu. Sanibalati ni mtu. Tobia ni mtu. Sanibalati aliwatazama hao watu kwa uchache wao. Aliwatazama kwa jinsi walivyo, akaona walivyokuwa nao
Nehemia naye na kuona wasingeweza kumaliza ukuta. Kama wewe ambavyo wanavyokutazama kwenye kipato chako kidogo, elimu yako ndogo, wanavyokutazama umaarufu, huna network, wanakutazama Sanibalati huyo. Lakini pia na Tobia anatazama kwa udhaifu, anaona hawa watoto wa boma hilo hawezi kuolewa. Wakuolewa ndio, yani ndio roho za watu hizo. Sasa itupe na sisi nafasi ya kujitafakari, ya kujua tu kwamba yupo Mungu ambaye tukiomba toba anaweza kutusamehe na anaweza kutupa nafasi nyingine. Haijalishi umekosea nini kwenye maisha yako, na pengine unachokipitia ndio sababu ya hayo uliyoyafanya, uliowaza huko, uliosababisha kwa watu wengine wakaumia, wakaumizwa. Unapita kwenye hali ngumu kiuchumi, sio kwa sababu biashara zako haziendi, no. Kuna mahali kamdomo, chuki, hila zimekuwa sababu. Usogei maisha yako, sio kwa sababu Mungu hakupendi, no. Unavuna ulichopanda. Sasa Mungu ni mwaminifu, na kama tunavyojifunza neno hili, alimtuma Yona kwenda Ninawi kwa sababu ya upendo. Alikuwa anawapenda watu wa Ninawi, na ndio maana akataka watubu ili asije akawaadhibu. Ndivyo ambavyo neno hili amelileta. Inawezekana na wewe umebeba roho ya Sanibalati kabisa, na kwa kuwa Mungu anakupenda, amelituma neno hili lije kuwa sababu, lije kuwa ni kijito cha utakaso kitakacho kutakasa, kukuponya, kukutoa kwenye hayo maangamizo. Mwezi huu ana jambo anataka kufanya kwenye maisha yako. Ana jambo anataka kufanya, kwa hivyo anataka uweze kutubu. Ukishatubu aweze kukamilisha kile ambacho anataka kufanya kwenye maisha yako. Basi mtoto wa Mungu, mahali ulipo, natamani tuende mbele za Mungu kwa ajili ya toba. Lakini kabla hatujaingia huko, natamani uandike yale mambo matatu, yale mambo usiopenda kuyaona kwenye maisha yako. Mambo mabaya usiopenda, pengine labda ni tabia ya Sanibalati na wewe unayo, Tobia unayo, na mengine mengi tu ambayo unaona kwenye maisha yako uyapendi, usingependa kuyaona yanaendelea kwenye maisha yako. Inawezekana ni jambo umeliombea kwa muda mrefu, usiache kuliombea na leo. Mungu ana makusudi kukupa nafasi kama hii, kutubu ili akusamehe, kutoe kwenye hayo maangamizo ambayo leo unayapitia. Natamani kuona kwamba unaniandikia. Kama unasikia amani kuniandikia, niandikie tuweze kuyaombea. Lakini pia ni shauri, leo na kesho tutaombea, leo na kesho pia tutaombea. Andika kwenye karatasi. Kama unaniandikia mimi pia itakuwa vyema kama una karatasi, ili tufanye tendo la imani kwamba leo hii namalizana kabisa na hii roho ya Sanibalati na Tobia. Imenisumbua na imekuwa sababu ya maisha yangu kuharibika. Tabia ya chuki. Unaweza ukaona chuki tu, yani mwenzako ukisikia yani akatabia kana kuja tu automatic. Mwambie Mungu, naomba kumalizana nayo leo. Hii tabia sitaki kwenye maisha yangu. Sitaki. Andika hapo. Sasa nataka uandike kwenye karatasi. Ama utafanya kwa imani kama hutakuwa na karatasi. Nataka tukimaliza tuchane alafu tukatupe kwenye dustbin au washroom. Ukaflash huko. Kwa nataka tufanye tendo la imani, kwa sababu yuko Mungu ambaye ni mwaminifu sana. Hashindwi na jambo lolote. Leo hii amekusudia jambo jipya kwenye maisha yako. Sasa naomba niandikie wewe ambaye unasikia kufanya hivyo, ili tuweze kufuta. Yes. Nakusubiri wewe uniandikie ili tuweze kuomba pamoja. Yes. Na kusubiri wewe mtoto wa Mungu niandikie. Jipe, tunakupa dakika chache 2, 3, 4 hivi
andika. Hii nafasi ni muhimu sana Mungu amekupatia. Huwezi kujua kwa hali ya kawaida mambo gani yatakwenda kubadilika kwenye maisha yako kwa kuchukua hatua hii tu ya kumwambia Baba, haya hapana, haya hapana, haya hapana. Yamenifanya nimekuwa mbali na wewe kwa sababu ya mambo ambayo nimeyaona. Haya hapana, inatosha. Na kusubiri. Tunanyenyekea Jehova, usituache. Twanyenyekea, twanyenyekea, twanyenyekea mbele zako. Tuko mbele zako. Twanyenyekea, twanyenyekea, twanyenyekea Baba yetu wa mbinguni. Twanyenyekea mbele zako. Tumeinama mbele zako. Usitufiche uso wako Bwana Yesu. Tuko mbele. Bila shaka umeshaandika, na kama bado au ndio kwanza umezinduka usingizini ama ndio unatafuta karatasi, basi maliza ili tuweze kuingia kwenye maombi. Muda wetu unakimbia, lakini ninakusubiri. Sitaki kurush. Nataka kila mmoja asimame kwenye nafasi yake kama kuhani, kama mfalme. Nafasi hii Mungu ametupa sio kwa bahati mbaya. Liko kusudi. Kama kuna vitu vinaendelea juu ya maisha yetu kinyume na mpango wa Mungu, kuna watu wanatukalia vikao, kuna ajenda za siri zinaendelea, kuna vitu vinaendelea, yuko Mungu usiku wale. Wala usiwe na hofu. Muamini Mungu aliyekupa nafasi hii sio kwa bahati mbaya. Ana makusudi na wewe. Inawezekana kuna vitu vyako vingi vinaishia njiani, sio kwa sababu huna uwezo, huna nini. Kuna watu wanataka, wanakuharibia mchana kutwa usiku kucha. Wanahangaika kwa habari ya maisha yako. Wanafanyia vitu hivi, wanatunga sheria, wanafanya hivi ili lengo tu ni kukuharibia. Lakini ashukuriwe Mungu ambaye usiku halali wala mchana hafungi jicho. Ni kwa ajili ya kuyaweka maisha yako kuwa salama. Kwa hiyo usikubali wewe ambaye unapiganiwa ukalala. Anayekupigania yuko vitani, afu wewe unayepiganiwa umelala. No, usilale. Andika, mwambie Baba, hili hapana, hili hapana, hili enough is enough. Twanyenyekea, twanyenyekea mbele zako. Tuko mbele zako. Twanyenyekea, twanyenyekea, twanyenyekea Baba yetu wa mbinguni. Twanyenyekea mbele zako. Yes. Naamini kila mmoja ameshamaliza. Malizia basi. Kama unaandika kwenye karatasi, andika. Kama ni kwenye simu yako, andika. Kutuma madhabahuni, andika tu chap kidogo.
zako twanyenyekea, Baba yetu wa mbinguni twanyenyekea, Yesu, Yesu, mbele zako tumeinama, mbele zako twanyenyekea, tumepiga magoti twanyenyekea, twanyenyekea, tumejipekeza. Kumbuka jambo hili, mtoto wa Mungu, kuna tabia za asili. Yaani hata wewe ukiangalia unajiuliza, hii tabia ya wivu, chuki naitoa wapi? Ukifuatilia kwenye familia yenu, hiyo tabia ipo. Unaweza ukaangalia familia moja tu hampendani, watoto wa familia moja, tumbo moja, baba mama, lakini hampatani. Yaani hamna, mnaunganishwa na matukio ya labda misiba na mambo mengine, lakini katika uhalisia hiyo hali ipo. Ni tabia za asili. Kama unachukizwa na hiyo hali ambayo inawafanya hampatani, hamna umoja, hamna mshikamano, kila mmoja anataka kuona mwenzake haendi, hafanikiwi, tumia nafasi hii usiku wa leo, mwambie Baba, hili naomba hili lisiwe sehemu ya maisha yangu na maisha yetu ndani ya familia yetu. Achilia roho ya upendo, kila mmoja amuone mwenzake kuwa ni bora kuliko yeye, kila mmoja amuone mwenzake ni wa muhimu. Mpendane kama familia, ofisini, tumia nafasi hiyo, andika. Basi naamini kila mmoja ameshaandika kile ambacho angetaka kumwambia Baba. Hiki inatosha. Basi nikukumbushe, mtoto wa Mungu, andaa moyo wako, andaa nafsi yako, mwambie Bwana Yesu, narudi kutoka kuwa Sanibalati au Tobia kuwa mtu mwema. Mwambie. Mahali ulipo mtoto wa Mungu, naomba uweze kurudia sala hii. Kumbuka sala hii ni chombo kinachobeba hayo majutio yako. Sala ya toba ni ile hali ya majutio ya kwako ya ndani. Kile kitendo cha kujutia, kwa nini mimi ni Sanibalati au ni Tobia? Kwa nini mimi nimetenda hivi? Kwa nini nimesema hivi? Ile hali ya majutio yako ya ndani ndiyo toba yako. Sala ya toba ni chombo kinachobeba hayo majutio yako, ndicho kinachokuongoza nacho. Sema, Baba, katika jina la Yesu, ninakuja kwako, mimi mwanao, ninaomba unisamehe dhambi zangu zote nilizokukosea katika maisha yangu. Nimelisikia neno lako la mwezi wa 3 na neno la usiku wa leo. Baba, limesema na moyo wangu, limesema na nafsi yangu kabisa. Najiona mimi ni mwenye dhambi. Ninaomba unisamehe, ninaomba unirehemu na unioshe kwa damu yako ya thamani. Nimeishi katika dhambi, nimedumu katika dhambi, lakini leo hii naomba unisamehe. Nilikuwa sijui, lakini leo hii nimejua kwamba mimi ni tatizo kwenye maisha yangu na kwenye mambo yangu yote. Baba, ninaomba unisamehe na unirehemu kwa damu yako ya thamani. Ninamkataa shetani
na mambo yake yote aliyoyaleta kwenye maisha yangu na nikayafurahia, yakawa ni sehemu ya maisha yangu, yakawa ni sehemu ya tabia yangu. Baba, katika jina la Yesu, ninamkataa shetani na mambo hayo yote katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu ninakukaribisha wewe Yesu, karibu ndani yangu, karibu ndani yangu siku zote za maisha yangu. Uwe Bwana na Mwokozi na kiongozi wa maisha yangu. Ingia ndani mwangu kwa upya, badilisha roho yangu na nafsi yangu, nikuishie wewe, nikutumainie wewe siku zote za maisha yangu, katika jina la Yesu. Nipe nguvu za kushinda dhambi, za kushinda majaribu na kumshinda shetani kwa uwezo wa roho wako, katika jina la Yesu. Baba, ninakushukuru kwa neema hii ulionipatia ya mwezi wa 3 na kulisikia neno lako la mwezi na la usiku wa leo. Maana ninajua umelituma lije liniponye na kunitoa katika maangamizo, katika jina la Yesu. Baba, asante, asante kwa kunisikia na kunisamehe na kunipa nafasi nyingine, katika jina la Yesu. Amen. Mahali ulipo mtoto wa Mungu, Mungu amekusamehe. Ni Mungu ambaye anasamehe unapotubu kweli kabisa, kwa kumaanisha yeye ni mwingi wa rehema, tena ni mwaminifu. Ni Mungu anayesamehe kabisa na kusahau ya kwamba wewe ulikuwa ni mkosaji. Mahali popote ulipo, amini kabisa kijicho cha utakaso kimepita, kimehusika moja kwa moja. Na hata sasa tunapokwenda kwenye maombi, amini ya kwamba Mungu amekupa nafasi. Achilia moyo wako na nafsi yako sasa, tuende mbele za Bwana, damu ya Yesu ikafanye kazi. Kijito cha utakaso ni damu ya Yesu. Bwana Naomba ushike ile maombi yako. Kama una karatasi, shika kwenye karatasi yako. Kama una karatasi na simu, shika vyote kwa wakati mmoja. Tunapoomba, simama kwenye zamu yako kama kuhani. Ikiwezekana maombi haya usiombe umekaa. Kama una uwezo wa kusimama, simama. Hii ni vita, mtoto wa Mungu. Hii ni vita, kukataa vile ambavyo vimeshikilia maisha yako. Unajaribu kupambana navyo, usipambana navyo umekaa. Kama una nafasi ya kusimama, simama. Lakini kama una sababu ya msingi ya kukaa, uwe na amani na Yesu atakuhudumia. Yes. Ukiwa umeshikilia hayo maombi yako, umeshikilia karatasi yako ama yale mahitaji ambayo umeweka hapa mbele za Bwana, uwe na uhakika kabisa tu kabisa ya kwamba damu ya Yesu ina uwezo wa kufika hapo nyumbani kwako, kufika hapo ofisini kwako, kufika popote ambapo unasimama na mimi katika maombi haya. Yawezekana uko hospitalini hapo, uko leba, uko popote pale, uko wodini, uko nyumbani, popote, uko kazini. Damu Yesu haina mipaka, inafika popote pale ulipo. Jiachilie mbele za Bwana sasa, inapopita kila mahali. Maana unapoita damu ya Yesu inakwenda moja kwa moja kwenye ile eneo ambalo unataka ifike. damu ya Yesu, o inanena mema. Damu ya Yesu inanena mema. Damu ya Yesu, Yes. o inanena mema.
damu ya Yesu, oh inanena mema, damu yenye nguvu, Yes. oh inanena mema. Endelea kushika tu kwa imani, shika tu kwa imani hayo maombi yako, shika tu kwa imani. Ni mambo usiyopenda kuyaona kwenye maisha yako, shika tu kwa imani. Ni tabia usizopenda, ni mambo usiyotaka kuyaona, unatamani leo, unatamani wakati wote yaondoke. Umeteswa na hizo roho, umeteswa na hayo mambo, lakini hii neema ipo usiku leo Bwana kukutenganisha na hizo roho, na hayo madhabahu, na hivyo vifungo, na hiyo mikosi, na hizo laana. Yuko Yesu. Yenye mamlaka yote, oh inanena mema, damu ya Yesu, oh inanena mema, kweli inanena mema, Inanena mema, oh inanena mema, oh inanena oh mema, inanena mema, oh inanena oh mema, inanena oh mema, inanena inanena mema, mema, inanena yeah, inanena mema, inanena oh mema, inanena mema, inanena oh inanena mema, mema, damu oh inanena mema, oh inanena mema, oh inanena mema, oh inanena mema, damu inanena mema, yeah, inanena mema, oh inanena mema, oh inanena mema, damu inanena mema, oh inanena mema, oh inanena mema, oh inanena. Baba, katika jina la Yesu, sifa na heshima ni za kwako. Asante kwa upendo wako, asante kwa uaminifu wako, asante kwa neno lako, asante kwa jina lako, lakini pia asante kwa damu yako ya thamani inayonena mema usiku, inayonena mema mchana, inayonena maneno yote. Baba, tazama mamia na maelfu ya watoto wako kutoka mataifa mbalimbali. Baba, tumeungana pamoja usiku wa leo tukiamini kupitia damu yako ya thamani, ndiyo damu pekee iliyomwagika msalabani na ikanena mema kinyume cha mabaya yote. Baba, tazama watoto wako hawa, mikononi mwao wameshikilia simu zilizobeba mambo ambayo wasiopenda kuyaona. Mikononi mwao wameshikilia karatasi zimebeba mambo ambayo wasiopenda kuyaona kwenye maisha yao. Inawezekana ni magonjwa, inawezekana ni roho za umaskini, inawezekana ni roho ya mauti, inawezekana kutokuolewa, kutokuoa, roho ya kutokufanikiwa, kuishia njiani, kukataliwa, kuonewa, kudharauliwa, roho ya chuki, hila, mizengwe, hali ya uharibifu ndani ya maisha yao. Baba, usiku wa leo tazama mikononi mwao, wanamaanisha, wanaomba huku wakitembea, wanamaanisha kwamba hii ni vita katika maisha yao. Inawezekana ni maombi yao ya muda mrefu, inawezekana ni maombi ambayo leo hii amesikia mzigo kuyaombea, hajawahi kuyaombea, lakini inawezekana ni mambo ambayo anatamani usiku, anatamani mchana kuona ya kwamba amefika mwisho katika maisha yake. Lakini Baba, tunaamini katika damu yako ya thamani. Baba, damu yako inaweza kufanya chochote, haishindwi na chochote. Yeye ameshindwa kama binadamu, lakini wewe Mungu unaweza kufuta uhalali wa hizo madhabahu, wa hivyo vifungo, wa hizo tabia, wa hayo mateso, wa hayo mambo ambayo wanapitia. Inawezekana ni roho ya alaye, roho ya utapanyaji wa mali, roho ya kuishia njiani, premature, inamsumbua mambo kuishia njiani, kufia njiani, mikataba yake kuharibika, marengo yake kuharibika, mambo yake kuishia mahali ambako hakuna future. Baba, usiku wa leo tazama watoto wako hawa, wa kike na wa kiume, ni mama, ni baba, ni kaka, ni dada, yawezekana ni familia nzima wanaomba. Hii ni roho inaowatesa, haya ni mambo ambayo yanawasumbua kama familia. Lakini Baba, usiku wa leo umekubali na umewapa nafasi kusimama kama makuhani, kama wafalme, kusimama katika zamu hii. Baba, kupitia damu yako ya thamani tunaomba sasa, Bwana, achilia damu yako ya thamani ipite kila mahali, katika kila eneo lenye changamoto. Baba, safisha kabisa, futa kabisa uhalali wa hayo mambo ambayo yako ndani ya maisha yao. Yawezekana ni roho ya chuki, roho ya hila, roho ya uharibifu tu katika maisha yao, imewasonga, imewashikilia, na matokeo yake imesababisha uharibifu mkubwa ndani yao na
kutokuona mafanikio, hata unapotaka kutenda jambo, lakini kuna hiyo roho inakuwa ni zuio kwenye maisha yake kuona ya kwamba mambo yake yanakamilika. Lakini Baba, usiku wa leo, damu yako ya thamani na ikanene mema sasa, na ikanene mema sasa damu ya Yesu, na ikanene mema sasa damu ya Yesu, damu ya Yesu, damu ya Yesu, damu ya Yesu. Ndiyo damu pekee iliyo na uwezo wa kunena mema, ya kwamba haishindwi na chochote, ya kwamba haishindwi na chochote. Ikipita damu ya Yesu inavunja, inaharibu, inateketeza na kufuta kabisa, na mahali hapo panakuwa salama. Baba, usiku wa leo, tazama njia zake na maisha yake yote kwa ujumla, biashara zake, kazi yake, ndoa yake, watoto wake, mke, mume. Tazama kila mahali, safari zake za kibiashara, za kihuduma na mambo mengine yote. Bwana Yesu, yawezekana katikati yake kuna vikwazo, kuna mambo ambayo anayapitia, hawezi kulala usiku, hawezi kulala mchana, ni mambo ambayo yanamsumbua, lakini hajui yanatokaje. Baba, neno lako linasema katika Isaya 42:22 ya kwamba watu hawa ni watu walioibiwa na kutekwa, wamenaswa katika mashimo, wamefungwa wala hapana okoaye, wamekuwa mateka. Baba, usiku wa leo ninaiomba damu yako ikanene mema sasa, ninaiomba damu yako ikasafishe maisha yao, ninaiomba damu yako ikafanye jambo jipya ndani mwao, damu yako ikawatenganisha na hivyo vifungo na roho za mauti, uharibifu wa mimba, roho ya utasa, mikosi, laana, roho ya kuonewa, roho ya kudharauliwa, roho ya kujiona ni dhaifu. Ninafuta kwa damu ya Yesu, ninatengua kabisa kila roho ya kina Sanibarati na Tobia ndani ya maisha yao. Inawezekana ni wao wenyewe ndio akina Sanibarati, inawezekana wao wenyewe ndio akina Tobia. Baba, usiku anafuta, tengua. Ninajua una mpango mkubwa na wao, una mpango mkubwa na wao, una mpango na maisha yao, una mpango na huduma zao, una mpango na ndoa zao, una mpango na biashara zao, una mpango na kila kitu ndani mwao, lakini adui ametengeneza walali ndani mwao. Baba, naiomba damu yako Yesu, naiomba damu yako ikanene mema sasa kwa watoto wako, ikanene mema sasa kwa watoto wako popote pale walipo. Damu yako Yesu ikanene mema, damu yako Yesu ikanene mema, damu yako Yesu ikanene mema, damu yako ikanene utakaso, ikavunje, ikafute kabisa hiyo historia ndani ya familia, hiyo historia ndani ya mtu mmoja mmoja, hiyo ndani ya biashara zake, ndani ya chochote anachohusika nacho. Damu yako Yesu ikaonekane, damu ya Yesu, damu ya Yesu, damu ya Yesu, damu ya Yesu. Tumia damu ya Yesu, mtoto wa Mungu, safisha hilo eneo, safisha maisha yako. Wewe ndio unajua ni kitu gani umekiandika ambacho upendi kukiona. Ninapokwenda na wewe kwenye maombi haya pamoja, unaporudia maombi haya, tumia damu ya Yesu mpaka mwisho, mpaka kieleweke. Sema: Baba, katika jina la Yesu, Baba, katika jina la Yesu, nimesimama hapa kama kuhani wako, kama kuhani wako, katika jina la Yesu, kama mfalme wako, katika jina la Yesu. Ninafuta kila roho za magonjwa, kila roho za umaskini, kila roho za kuishia njiani, kila laana, kila mikosi, kila mateso, aibu, madeni na mambo mengine yote, kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu. Chochote kile kilichofanyika ndani yangu na kikatengeneza uhalali, mazuio, machafuko, matengano, hila, chuki, uonevu ndani yangu, leo yatosha. Ninafuta kila aina uharibifu ndani mwangu, kila aina vifungo ndani mwangu. Ni tabia ya asiri, ninafuta. Ni tabia ya kuchukua mali, ninafuta. Haijalishi nimechukua mali gani, haijalishi imepandwa mahali gani, ninafuta kwa damu ya Yesu. Nimeteseka kwa muda mrefu, inawezekana ni familia tumeteseka, lakini usiku wa leo, Baba, yatosha, 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 yatosha. Roho ya mauti, kuteseka, kuota ndoto za ajabu, nafuta leo hii, nafuta leo hii, nafuta leo hii, nafuta leo hii. Kuota ndoto na safiri sifiki, nafuta leo hii. Naota ndoto na kula vyakula, nafuta leo hii kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Nafuta kila aina ndoto mbaya kwenye maisha yangu. Ni jambo ambalo linanitesa. Unaota ndoto unafanya mapenzi, futa kwa damu ya Yesu, nafuta kwa damu ya Yesu, nafuta kwa damu ya Yesu, nafuta kwa damu ya Yesu. Kuota huko shule ya msingi, umevaa uniform,
roho ya kuchelewesha kupiga hatua imekushikilia kwa muda mrefu, futa kwa damu ya Yesu. Sema nafuta kwa jina la Yesu, nafuta kwa jina la Yesu. Roho ya kucheleweshwa, roho ya kucheleweshwa kupiga hatua, nafuta kwa damu ya Yesu, nafuta kwa damu ya Yesu. Mipango kuishia njiani, sema nafuta kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu. Nafuta kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu. Roho yoyote ya kuchelewa kufika popote, nafuta kwa damu ya Yesu. Mara nyingi umekuwa unaota unasafiri haufiki. Hiyo ni roho. Adui anakurefushia maisha, anakurefushia changamoto. Sema nafuta kwa damu ya Yesu, nafuta kwa damu ya Yesu. Kila aina kucheleweshwa, kila aina kucheleweshwa, kila aina kucheleweshwa kwenye maisha yangu, kwenye kazi, kwenye biashara, kwenye mahusiano, kwenye huduma, ndani ya familia, nafuta kwa damu ya Yesu. Chochote kile kimepandwa na adui na sadaka ikatolewa, nafuta kwa damu ya Yesu. Sema nafuta, 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 nafuta kwa damu ya Yesu. Roho ya kutokuolewa leo hii na kuamuru kwa jina la Yesu na kwa damu ya Yesu, toka kwenye maisha yangu. Roho ya kutokuoa, roho ya kutokuolewa, toka kwenye maisha yangu. Kila aina ya zuio la kuolewa au kutokuoa, toka kwenye maisha yangu. Kama ni mzazi, omba kwa ajili ya watoto wako. Sema kuanzia sasa, ewe roho ya kutokuolewa na roho ya kutokuoa, kwa watoto wangu ama uzao wangu, ninakuamuru popote pale ulipo, hata kama ni tabia ama ni roho zimekuwa ni changamoto kwao, ni tabia ya kurithi ama ni roho ya kurithi, ninakuamuru ewe kuzimu, toka kwa jina la Yesu. Achia uzao wangu, achia uzao wangu kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Mahali popote ulikoweka zuio kwa sadaka, kwa damu yoyote, ninatumia damu ya Yesu kufuta kila aina zuio, kila aina zuio kwenye maisha yangu, kwenye maisha ya uzao wangu, watoto wangu, kwenye kazi zao, kwenye biashara zao, kwenye mahusiano yao, safari zao za maisha, maeneo yote, katika jina la Yesu, toka. Yes. Endelea kuomba, mtoto wa Mungu, usinyamaze kimya. Katika ulimwengu wa roho kuna mambo yanafanyika. Inawezekana isiwe rahisi sana kuona hapo ulipo kitu gani kinatokea, lakini utaona very soon. Utaona, wala sio muda mrefu, utaona tu Mungu amefanya jambo kubwa. Utaona tu Bwana amefanya jambo kubwa. Endelea kupaza sauti yako. Wewe ndio unajua ni kitu gani ambacho kiko kwenye maisha yako ni changamoto. Inawezekana ni magonjwa ya kurithi, magonjwa ya kuambukizwa, magonjwa ya mlipuko. Kila inapotokea ugonjwa wote wa mlipuko, wewe unao. Magonjwa ya kurithi yanakusumbua, kisukari, kansa, na wengine mbali zaidi HIV, na wengine zaidi magonjwa mengine hata hayajulikani. Mwambie Bwana Yesu, enough is enough. Enough is enough. Inatosha leo, yatosha kwa jina la Yesu. Nalivua vazi la magonjwa kwa jina la Yesu. Vua, fanya kama unavua, fanya tendo la imani kama unavua nguo hivi. Kwa jina la Yesu, navua vazi la magonjwa, kansa, kisukari, HIV, uvimbe, hali yoyote iliyotajwa ndani mwangu kwamba mimi ni dhaifu, navua kwa jina la Yesu. Maana mimi sio mgonjwa, wala watoto wangu, uzao wangu, ndugu zangu. Kuanzia leo, roho ya magonjwa inayoambatana na mauti, toka. Jesus. Yes. Roho wa Mungu yuko, anakuona. Endelea kupaza sauti yako. Wewe ndio unajua unapita kwenye hali gani, mimi sijui, lakini wewe unajua kabisa hii roho inanitesa. Hii roho inatesa watoto wangu, inatesa uzao wangu, tesa biashara yangu, inatesa uchumi wangu, inatesa mambo yangu mengi. Kwa jina la Yesu, peleka damu Yesu kwenye hilo eneo. Kama ni nyumba yako ina changamoto, roho inaweka mazuio kwenye ujenzi, peleka damu Yesu kwenye hilo eneo. Sema naipeleka damu Yesu kwenye shamba langu ambalo pengine halizai. Kama ni kiwanja akiendelee, peleka damu Yesu kwenye huo ujenzi unaojenga. Peleka damu ya Yesu kwenye eneo lako la biashara. Wewe ndio unajua biashara yako iko sehemu gani. Peleka damu ya Yesu. Peleka damu Yesu. Inawezekana wewe ni daktari, peleka damu Yesu. Vita iliyoko kwenye kazi yako hospitalini, peleka kwa jina la Yesu. Wewe ndio unajua nyumba gani unakaa, mtaa gani unakaa, ofisi yako iko maeneo gani.
peleka damu Yesu. Kama ni Sinza, kama ni Kariakoo, kama ni Temeke, kama ni Mbagala, peleka kwa damu Yesu. Wewe kwenye mji uliopo, mimi nazungumzia kwa hapa nilipo Dar es Salaam, na ipeleka damu Yesu kwenye maeneo yote ya jiji la Dar es Salaam kwa jina la Yesu. Temeke na peleka kwa jina la Yesu. Ilala na peleka kwa jina la Yesu. Kinondoni na peleka kwa jina la Yesu. Na peleka kila eneo, katika kila eneo, mashariki, magharibi, kusini, kaskazini, na peleka mpaka kwenye anga, lakini pia na peleka kwenye ardhi kwa jina la Yesu. Chochote kile kilicho kinyume na kusudi la Mungu, ninakiharibu, ninakiteketeza, ninakifuta. Kimeshikilia maisha yangu, kimeshikilia uchumi wangu. Wewe tamka, wewe ndio unajua kwenye eneo gani kimeshikilia eneo lolote. Futa kwa damu ya Yesu, futa kwa damu ya Yesu, futa kwa damu ya Yesu. Kama ni kesi, futa kwa damu ya Yesu, futa kwa damu ya Yesu. Mikosi, futa kwa damu ya Yesu. Laana, futa kwa damu ya Yesu. Kutokuendelea, kutokupiga hatua, futa kwa damu ya Yesu. Kukataliwa, futa kwa damu ya Yesu, futa kwa damu ya Yesu. Maana yuko Mungu ambaye huyaharibu, huyatengua mashauri ya udanganyifu, hufuta kabisa, kutokuwafanikisha. Kama kuna vitu vinaendelea vya siri juu ya maisha yako, futa kwa damu ya Yesu. Uwe na uhakika na Yesu naye anafuta vitu vinavyoendelea huko kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Ndio. Yes. Endelea kuomba, usinyamaze kimya. Hiyo roho inakuachia, roho inakuachia, vifungo vinakuachia. Peleka damu ya Yesu, peleka damu ya Yesu. Usinyamaze kimya mama, usinyamaze kimya. Omba, kata hiyo roho ya utasa, kata hiyo roho ya utasa, roho ya uharibifu wa mimba. Kataa kabisa, asema na kataa kabisa roho ya utasa, na kataa roho ya utasa, na kataa roho ya utasa, na ikataa, na kataa. Hata kama wanasema kuna uvimbe, na kataa kwa jina la Yesu, na kataa kwa jina la Yesu. Fibroid kitu gani? Na kataa kwa jina la Yesu, na kataa kwa jina la Yesu. Roho ya utasa na kataa kwa jina la Yesu. Na kataa roho ya utasa, roho ya uharibifu wa mimba, na kataa kwangu, na kataa kwa watoto wangu, na kataa kwenye ukoo wangu, na kataa kwenye taifa langu kwa jina la Yesu. Maana ndivyo neno la Mungu linasema, hapata kuwepo mwenye kuharibu mimba wala aliyetasa. Ewe kuzimu, sikia, hauna nafasi yoyote kwenye maisha yangu kwa jina la Yesu. Toka. Jesus. Yes. Peleka damu ya Yesu, peleka damu ya Yesu kwenye kila eneo korofi. Peleka damu ya Yesu mpaka kieleweke. Hatunyamazi mpaka kieleweke. Hatunyamazi mpaka kieleweke. Uliyeko leba, uliyeko ICU, popote pale unateswa na ugonjwa wowote, hata kama yuko ndugu amelala hajui kinachoendelea, yuko ICU, tunaipeleka damu ya Yesu. Tunaidai roho yake na nafsi yake, tunaudai uhai wake. Ewe roho ya mauti unayetembea kwenye hiyo wodi, ewe roho ya mauti uliyekaa kwenye hiyo wodi, ewe roho ya mauti uliyekaa kwenye hicho kitanda, ewe roho ya mauti uliyekaa kwenye hiyo dari, ewe roho ya mauti uliyekaa kwenye hicho kitanda, uliyekaa kwenye hiyo mashuka, ewe roho ya mauti, toka chia. Unakaa kwenye hiyo mwili, huna nafasi katika hiyo mwili. Mwili wake ni hekalu la Roho Mtakatifu. Wewe umeachilia kansa, wewe umeachilia uvimbe, wewe umeachilia kisukari. Ninakuamuru kuanzia sasa, ewe kisukari, ewe uvimbe, ewe kansa, ewe kifua kikuu, toka kwa jina la Yesu. Yes, Jesus. Yes, yuko Mungu anayetuponya magonjwa. Akisha tusamea anatuponya na magonjwa. Amesema anatuponya magonjwa, anatusamea na kutuponya magonjwa. Maana yeye ndiye anayeponya magonjwa na kurejesha afya. Naomba nikuambie mtoto wa Mungu, Mungu anakupenda. Mungu anakupenda kabisa. Unaumwa, unauguza, anakupenda. Haijalishi vipimo vinasema nini. Mungu anakupenda. Mwili wako ni hekalu la Roho Mtakatifu, sio sehemu ya magonjwa. Virusi sikia. Huo mwili ni hekalu la Roho Mtakatifu, sio sehemu ya nyinyi kukaa humo kama mifugo. Sio sehemu ya nyinyi kukaa kama mifugo kwenye huo mwili. Sio sehemu ya nyinyi kukaa kama mifugo kwenye huo mwili. Kwa jina la Yesu, toka kwa jina la Yesu. Jesus. Yes. Roho ya kutoka damu, roho inayosukuma damu inatoka mwaka hadi mwaka. Umefanya kila njia. Neema Mungu ni kubwa. Yule mama alishika pindo la Yesu na hatimaye damu ikakauka. Neema Mungu hata usiku leo inaweza kukausha hiyo damu. Inaweza kukausha hiyo damu ikakoma. Inaweza kukausha hiyo damu. Ewe kuzimu, pepo la kuzimu linalosababisha damu kutoka. Sikia, huna nafasi katika huo mwili. Mwili wake ni hekalu la Roho Mtakatifu. Sio mwili wa kuchezea, unaichezea hiyo damu, unachezea mwili wake. Kuanzia sasa, toka kwa jina la Yesu. Toka. Jesus. Yes.
nateseka kwenye mfumo mzima wa upumuaji, mapafu yameharibika. Ndio ambavyo tunavyoambiwa, lakini ikumbukwe ni kwamba shetani ni baba wa uongo, na hiyo ndio sifa yake kubwa, ni muongo. Analeta hoja ya kwamba wewe unakufa na ugonjwa. No. Neno la Mungu linasema hautakufa bali utaishi, ili upate kuyasimulia matendo makuu. Usiku wale iwe neema Mungu akupe ukayasimulia matendo makuu. Wanasema kansa imefika stage fulani, wanasema mapafu yameharibika upande mmoja, sijui ini na shida, sijui figo zimeharibika, zimefeli na inaonyesha hali fulani, wanasema sijui CD4 zimeshuka. Haijalishi, neema ya Mungu ni kubwa. Neema ya Mungu ni kubwa. Ewe kuzimu, neno la Mungu linasema hawa watoto wa Mungu hawatakufa. Iko neema Mungu inayoponya magonjwa kwa jina la Yesu. Popote pale ewe ugonjwa ulipo, popote pale ulipo kwenye viungo vyake, kwenye mwili wake, ninakuamuru kuanzia sasa, sikia, mwili wake ni hekalu la Roho Mtakatifu, sio sehemu ya magonjwa, sio sehemu ya mateso na masumbuko. Sikia na kuamuru, ewe pepo la magonjwa, haijalishi umetoka kusi ama kaskazi, na kuamuru kuanzia sasa, toka kwa jina la Yesu. Achia mwili wake, achia viungo vyake kwa jina la Yesu na kwa mamlaka ya jina la Yesu. Toka kwa damu ya Yesu, toka kwa jina la Yesu. Jesus. Yes. Usinyamaze kimya, mtoto wa Mungu. Kuna kitu kinafanyika ndani ya mwili wako. Kuna vitu vinafanyika ndani ya mwili wako. Kuna mahali ambapo adui alikuwa amejificha. Unasikia maumivu ya chini ya kitovu. Roho Bwana anasema hiyo shida iliyosababishwa na jini mahaba ikuachie. Ewe jini mahaba, popote ulipo, kwenye kiuno cha baba, kwenye kiuno cha mama, achia mwili wake. Toka, achia mwili wake. Umemtumia vya kutosha, umefanya ulivyofanya, lakini kuanzia sasa na kutangazia, mwili huo ni hekalu la Roho Mtakatifu, sio sehemu ya wewe kuutumia. Toka kwa jina la Yesu. Toka kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti le hai. Huna nafasi katika mwili huo. Yes. Jesus. Karabako. Riko korabasaka. Rika. Karabashanda rabasai karabako. Ripo popo. Rika shakarabakos. Yes. Popote ulipo, mtoto wa Mungu, haijalishi hata uliamka hivi sasa, kuna mambo unayopitia, haijalishi nini kinachokusumbua, ungana pamoja nasi. Haijalishi umbali uliopo katika imani, hakuna umbali. Mwamini Mungu hapo ulipo. Hata wewe uliamka hivi sasa, umeamshwa na ndoto mbaya, hofu imekujaa, woga, wasiwasi. Kuna ndoto umeyota na kusumbua wiki sasa, ama ndio leo tumeamka sasa inakusumbua. Inawezekana ni ndoto ambayo inajirudia. Na hii inamaanisha nini? Unapoota ndoto inayojirudia inamaanisha hilo jambo liko very serious kwenye maisha yako. Liko serious sana kutokea, ama linatokea, ama kutokea. Inawezekana ni jambo ambalo linakaribia kutokea, ama liko linaendelea kwenye maisha yako. Futa kwa damu ya Yesu kila uhalali wa hizo ndoto mbaya, mawazo mabaya, na nasababisha hofu. Imekufanya hata bidii yako kufanya kazi, kufanya huduma, unaogopa. No. Naomba nikwambie, Mungu yupo pamoja na wewe. Anasema usiogope wala usifadhaike. Kama nilivyokuwa na Musa, ndivyo nilivyo na wewe. Kwa hiyo usiogope. Mungu yuko pamoja na wewe. Ni Mungu, tena ni mwaminifu, asiyelala. Ni Mungu mwaminifu, asiyelala. Mahali ulipo, mtoto wa Mungu, nataka unyanyue mikono yako kabla ya kwenda kabla ya kwenda flash, kabla ya kwenda kwenye maombi ya kupokea yale ambayo unataka Mungu akutendee. Naomba sasa tunafanya tendo la mwisho. Tunazunguka mlima, ama tunazunguka ukuta. Weka kitu hapo mbele yako. Ni tendo la imani. Kama unasikia hivyo ndani, weka kitu hapo. Hata hiyo karatasi yako unaweza ukaiweka chini ili uizunguke. Tunazunguka Yeriko, tunabomoa, tunateketeza. Tunazunguka mara 7. Wewe utakuwa na hesabu, mimi nitakuwa na hesabu. Alafu tutatamka kwa pamoja, kwa jina la Yesu, it is over, ama imekwisha. Kwa jina la Yesu, imekwisha. Kwa jina la Yesu. Kwa hiyo ndio tutasema mwisho, imekwisha kwa jina la Yesu, ama yamekwisha kwa jina la Yesu. Kwa hiyo weka hicho kitu chako, ukizunguke.
ni mfanano wa ukuta wa Yeriko. Ukuta ulianguka sio kwa sababu nyingine, kufuata tu maelekezo na kufanya ulichotakiwa kufanya, hatimaye ukuta ukaanguka. Inawezekana kuna mtu anakushangaa na kuona kama mwenda wazimu. Sio mbaya, mwacha kuone mwenda wazimu, lakini mabadiliko yakija kutokea, asije tena akasema wewe ni Freemason, maana ndio kawaida. Ukifanikiwa wanaona tena wewe umejiunga, ndio kawaida mwanadamu. Kwa hiyo usishangae. Weka hapo, mwacha kushangae, sio mbaya. Wakati wanakuita majina mabaya wanafurahia, lakini ukibarikiwa hao tena wanaanza kushangaa, wanasema imekuaje. Wakati unaomba wanakucheka. Weka tu hapo tuombe. Yes, Mungu wetu yuko hapa. Yuko hapa. Nataka twende pamoja. Tayari kila mmoja bila shaka. Tunakwenda. Unapozunguka maombi haya, yani sema namalizana na kila tatizo kwa jina la Yesu, kwa damu Yesu. Futa tengua. Wewe ndio unajua umeandika mambo mangapi. Kama ni moja, simama nalo hilo moja. Kama ni mawili, simama nayo hayo mawili. Kama ni matatu, yaseme kwa jina la Yesu, kwa damu Yesu. Ninamalizana, ninaondokana na hii shida kwa jina la Yesu, kwa damu Yesu. Nafuta na tengua kabisa kwa damu ya Yesu. Ninafuta, ninaharibu, ninateketeza. Wewe sema kama jinsi ambavyo Roho wa Mungu anakusemesha. Omba, sema hayo maneno, na tutakapokwenda kumaliza mimi nitasema moja. Hiyo safari ya kwanza tumemaliza mzunguko wa kwanza. Yes, ni tendo la imani. Kama huna hiyo imani, wewe kaa tu, haina shida. Uwe na amani kabisa. Sio vita hii, ni imani tu. Ila kwenye maombi tunaomba maombi ya vita, lakini swala la kuamua kuzunguka ni option. Yes. Tuombe. Baba, katika jina la Yesu, asante kwa sababu wewe ni mwema tena ni mwaminifu, ambaye umesema tukuite nao utatuitikia, na utatuonesha mambo makubwa na magumu tusiyojua. Haya tuliyoshika mikononi ama haya tunayoyazunguka wakati huu ni miongoni mwa mambo ambayo ni makubwa na ni magumu kwetu, na ndio maana Baba tumeamua kuleta kwako, tukiamini ya kwamba ulivyotupa uhuru wa kukuita, ya kwamba utatuitikia na utatuonesha mambo makubwa na magumu tusiyojua. Tumeibeba hiyo imani ya kuamini ya kwamba kwa tendo hili tunalolifanya wakati huu limebeba majibu ya maswali yetu yote magumu tuliokuwa nayo ama tulionayo, tumezunguka nayo, tumekaa nayo miaka nenda rudi. Lakini Baba, usiku wa leo tumeamini katika uwezo wako, tumeamini katika damu yako, na tunaamini katika nguvu zako. Hata sasa tunapozunguka kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti hai. Moja, kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti hai. Baba, tunaomba damu yako ya thamani ikanene mema. Ikanene mema sasa. Ikanene mema sasa. Damu yako Yesu ikanene mema sasa. Ikanene mema sasa. Ikanene mema sasa kwa huyo mama, kwa huyo baba. Ikanene mema sasa damu yako Yesu. Anapovunja, anapotengua, damu yako Yesu ikanene mema. Ikajitambulishe, ikajidhihirishe ya kwamba wewe ni Mungu, ya kwamba wewe ni Mungu, na kupitia damu yako ya mwana kondoo ina uwezo wa kunena mema, ina uwezo wa kumweka huru mtoto wako na mikosi na laana na mateso yote katika maisha yake kwa jina la Yesu. Mbili, tunaendelea kuomba Bwana, tukiamini damu yako ya thamani ina uwezo wa kuteketeza, ina uwezo wa kufuta, ina uwezo wa kuharibu, ina uwezo wa kufanya mambo yote tunayohitaji katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti hai. Hata hapa sasa Bwana anapozunguka kwa imani, kuna vitu vinavunjika, kuna vitu vinateketea, kuna vitu vinamwachia, kuna vitu vinaondoka kwenye maisha yake katika jina la Yesu. Tatu, tunaendelea kuomba Bwana, vyote vilivyomshikilia, vyote vilivyokaa kwake, vilivyokaa kwenye uchumi wake, vilivyokaa kwenye maisha yake, vinaondoka kuanzia sasa, vinaondoka kuanzia sasa, vinaondoka kuanzia sasa, vinaondoka kuanzia sasa. Haijalishi ni katika eneo gani, haijalishi ni katika maeneo gani, katika maeneo yake yote vinaondoka kwa jina la Yesu. Nne, vinaendelea kutoka kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Tunafuta pande zote, tunafuta, tunateketeza, tunasafisha kwa damu ya Yesu.
5 tunafuta katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Tunafuta kila maroho, kila mateso, kila vifungo. Tunafuta katika jina la Yesu. Tunafuta 6 tunafuta kwa damu ya Yesu. 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 Tunafuta kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu Kristo Nazareti hai. Tunafuta kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu. Tunafuta 7 yote yamekwisha kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Yote yamekwisha kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti hai. Yote yamekwisha kwa jina la Yesu. Mtoto wa Mungu, chana hiyo karatasi. Chana hiyo karatasi. Kama ulikuwa umeandika kwenye karatasi, chana, nenda katupe kule washroom. Nenda washroom ka flash kwamba tumemalizana vyote. Ni tendo la imani. Imani ni kuwa na uhakika na mambo usiyoyaona, lakini unatarajia. Bwana amesikia. Kama umeenda kumwaga kwenye, umetupa kwenye dustbin, tupa, alafu njoo tupokee baraka za Bwana. Pokea baraka za Bwana. Neema ya Mungu ni kubwa. Neema ya Mungu ni kubwa sana. Iko hapa inakungojea wewe. Yes, iko hapa inakungojea wewe. Njoo tuendelee kuomba. Ni wakati sahihi kabisa kupokea. Neema ya Mungu imepambana vita kwenye maeneo yote uliokuwa unatamani roho wa Bwana ingie vitani. Yes, karibu tuombe. Karibu. Neema ya Mungu, yes, ni kubwa mno, inauisha, yes, roho yangu, ninakusifu, yes, na kushukuru, na kuinulia mikono yangu juu. Neema ya Mungu ni kubwa mno, inauisha, roho yangu, ninakusifu, na kushukuru, na kuinulia mikono yangu juu. Neema ya Mungu ni kubwa mno, inahuisha, roho yangu, ninakusifu, na kushukuru, na kuinulia mikono yangu juu. Neema ya Mungu ni kubwa mno, inahuisha, roho yangu, inakusifu, na kushukuru, na kuinulia mikono yangu juu. Mahali ulipo sasa, mtoto wa Mungu, naomba unyanyue mikono yako kwa ishara ya kupokea kile ambacho unakiomba kwa Mungu. Kumbuka, hakuna kisichowezekana kwa Mungu. Neno la Mungu linasema, na muombapo aminini, imekuwa nayo mnayoyaomba mmeyapokea, nayo yamekuwa ya kwenu. Nataka tuyapokee na tuamini ya kwamba yamekuwa ya kwetu kama jinsi tunavyoomba. Mahali ulipo, kumbuka neema ya Mungu ni kubwa. Wewe uliyekuwa naomba kwa habari ya afya, naomba upokee katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti hai.
umeteseka na afya, umesafiri huku na kule kwa ajili ya matibabu, lakini bado hujawahi na afya iliyo imara. Umekuwa ni mtu wa kuumwa na kurudi tena kuwa kawaida, unaumwa unarudi tena, lakini naomba nikwambie neema Mungu ni kubwa usiku wa leo. Pokea neema ya kuwa na afya njema katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti hai. Popote pale ulipo, hata kama bado uko hospitalini, lakini neema Mungu inakuponya, iwe ni figo, iwe ni mapafu, ni katika hali yoyote pokea. Bwana ndiye anayetuponya magonjwa na kuturejeshea afya. Naomba nikwambie, haijalishi miaka yako ililiwa na nzige na madumadu na palale na tunutu, umelala kitandani kwa muda mrefu kwa sababu ya magonjwa, Bwana anakwenda kurejesha hiyo miaka uliolala kitandani muda mrefu. Haijalishi umeteseka na magonjwa gani, neema Mungu ni kubwa. Pokea neema hiyo sasa katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti hai. Pokea neema na kuwa na afya njema, uwe na afya ambayo sio ya kuumwa tena, ukawe na afya imara, ukarudi kwenye kazi zako, ukarudi kwenye biashara zako, ukarudi kwenye majukumu yako. Haijalishi ni katika eneo gani, pokea neema kuwa na afya njema katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti hai. Pokea mashariki, pokea magharibi, pokea kusini, pokea kaskazini katika jina la Yesu. Unahitaji kazi, umezunguka kutafuta kazi, pokea neema Bwana sasa. Ni uwezesho wa kimungu unakuwezesha kupokea kile ambacho ama kupata chochote ambacho unatamani kukiona kwenye maisha yako. Pokea sasa katika jina la Yesu. Popote pale ulipopokea kwa jina la Yesu, pokea kwa jina la Yesu, pokea kwa jina la Yesu, pokea kwa jina la Yesu. Haijalishi umeapply sehemu gani, pokea kwa jina la Yesu. Application yote ulioifanya na umesubiri interview, pengine ni kesho Jumamosi, neema Mungu ni kubwa, jina lako likaonekane, jina lako likapate kipaumbele. Wanapotafuta mtu mzuri, pengine kwa sababu ya speech na namna utakavyoongea, vile unavyoongea, uwezo wako wa kujieleza, uwezo wako wa kufanya majukumu, neema Mungu ikakushukia sasa. Una hofu na woga, Bwana naondoa hofu, woga naondoa, na sasa nakupa moyo wa ujasiri na ushujaa. Pokea hiyo neema sasa katika jina la Yesu. Pokea na kibali katika jina la Yesu. Pokea kwa jina la Yesu. Pokea hekima, busara, pokea kwa jina la Yesu. Pokea. Una changamoto, umekuwa na changamoto ya uzazi, wanasema wewe ni tasa, hautaitwa mama, hautaitwa baba. Naomba nikwambie, hapata kuwepo mwenye kuharibu mimba wala aliye tasa. Pokea neema sasa ya kuitwa mama watoto mapacha, wewe mama watoto wengi. Pokea baba, pokea hiyo neema ya kuwa baba mahali popote ulipo. Pokea katika jina la Yesu. Haijalishi hali yote unapitia, vifungo na changamoto mbalimbali za nguvu, wanasema shida ni nguvu. Neema Mungu ni kubwa. Pokea hiyo neema sasa. Bwana akupatie chochote unachokiomba wakati huu. Pokea kwa jina la Yesu. 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 Haijalishi kile unachokiomba ni kikubwa kiasi gani, pokea kwa imani. Pokea kwa jina la Yesu. Unahitaji Bwana kupatie fedha? Naomba nikwambie, Mungu hashindwi. Wanadamu wanasema hayawezekani. Yeye anaweza. Anazo njia, anao watu wa kukuwezesha kutoka hapo ulipo. Vikwazo vingi ambavyo umepitia vya madeni, hali ngumu ya uchumi, roho ya chuma ulete na roho ya lae, naomba nikwambie, Bwana anayekuwazia yale mema anasema, mpenzi, naomba ufanikiwe katika mambo yako yote. Sasa pokea neema ya kuwa na fedha. Pokea fursa fulani ambazo Mungu anakukutanisha nazo. Utakuwa na nafasi ya kufika unakotaka kufika. Bwana akupatie kiwango cha fedha unachotaka, akuwezeshe katika mipango yako yote. Umeapply visa, pokea hiyo neema. Umeapply passport, pokea. Driving license, pokea kwa jina la Yesu. Document yoyote, pokea kwa jina la Yesu. Pokea kwa jina la Yesu. Chochote kile hata ambacho sijakitaja, pokea kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti hai. Pokea kwa jina la Yesu. Yes. Naomba nimshukuru Mungu pamoja na wewe. Naomba nimshukuru Mungu pamoja na wewe kwa kile ambacho amekitenda usiku wa leo. Lakini wakati huo nikukumbushe, jana kuna mtu alinikumbusha ya kwamba mtumishi na mimi utakuwa nawe pamoja na sisi wakati huu, ya kwamba sikutaja namba za sadaka jana. Ni uwe radhi tu, lakini jambo moja ambalo ningependa niseme pia na wewe ulielewe. Sipendi sana kumkumbusha mtu kutoa sadaka. Naomba isieleweke vibaya, lakini najua Roho wa Mungu ndiye aliye na kazi hiyo, atakusemesha yeye kwamba hapa mimi na wewe tunahusiana. Kwa hiyo mara nyingi wasipendi sana kusema, lakini nikikumbushwa kusema huwa nasema. Nisipokumbushwa nakuwa na amani yote. Kwa hiyo siwi na nia mbaya, nia ni njema kabisa. Kwa kuwa neno la Mungu nasema wanaongozwa na Roho wa Mungu hao ndio wana wa Mungu. Swala la mimi kukumbusha sio sana. Ila wewe Roho wa Mungu anavyofanya kazi ndani yako ndio anasema. Kwa hiyo tunapoingia kwenye maombi haya ya shukrani, nitaomba wewe ambao unahitaji kuunganisha maombi haya na sadaka, ni wewe. Kwa hiyo nitaombea. Na mwishoni nitakutajia hiyo namba.
Kwa wale ambao, yule ambaye ulinikumbusha kwamba sitaji namba, nitataja, usiwe na shaka. Tuombe. Baba, ninakushukuru kwa sababu wewe ni mwema. Asante kwa upendo wako, asante kwa uaminifu wako, asante kwa jinsi ambavyo unasumbukia sana maisha yetu. Hatimaye jana imepita na leo ni siku nyingine tena Bwana Yesu umetupa. Asante kwa kuyapenda maisha yetu, asante kwa kupenda kila kitu ambacho ni sehemu ya maisha yetu. Imekuwa hivi ni kwa sababu wewe umeruhusu iwe hivi kwa ajili ya utukufu wako. Mamia haya na maelfu ya watoto wako tumekesha, ijapokuwa wengine muda huu ni mchana kwao, ni asubuhi kwao, lakini Baba tunakushukuru pamoja na kazi unazozifanya, lakini wamesema no, wanataka fellowship na wewe, nao wamekubali kuketi na wewe, nawe unasema wakutafutao kwa bidii watakuona. Hatimaye wamekuona watoto wako. Baba tunakushukuru kwa sababu ya upendo wako mwingi, maana kabla ya kuadhibu chochote wewe unatupa nafasi. Hii yote ni kutupa nafasi. Yawezekana jana ungetuadhibu, juzi ungetuadhibu, lakini umetupa nafasi. Baba tunakushukuru kwa sababu ya upendo wako. Kama ambavyo ilikuwa kwa Ninawi, ulimwamuru, ulimsemesha Yona aende Ninawi kwa sababu ya upendo. Na hata usiku leo ulitusemesha kwa sababu ya upendo. Hata kuviacha vitanda tu kwa sababu no, ni kwa sababu unatupenda. Umetupa nafasi ya kuwa na ibada hii usiku leo. Umevunja, umeharibu kila mipango ya adui. Kama ambavyo unasema ya kwamba tukeshe tukiomba, tusije kuingia kwenye majaribu, ni kwa sababu kumbe tukilala kuna majaribu tunaingia, ndotoni, kwenye hali yoyote. Lakini Baba tunakushukuru kwa sababu tumekuwa macho pamoja na wewe. Tunalibariki jina lako, tunakutukuza kwa sababu ni Mungu unetupenda na hata kutuwazia yaliyo mema. Baba tunasema asante kwa ajili ya risala yetu la kwanza umetuhudumia. Asante kwa ajili ya risala yetu la pili umetuhudumia. Asante hata sasa tunapohitimisha, Baba tumekuona. Pokea sifa na heshima, dhamana, utukufu, maana unastahili. Bwana Yesu, tazama mikononi mwa watoto wako wamebeba sadaka. Ni ishara kwamba mioyo yao na mahitaji yao inaenda pamoja na hiyo sadaka. Wanakusemesha kwa njia ya yote hiyo. Baba ninasema asante. Ninaomba sasa uzipokee sadaka zao iliyoambatana na mioyo yao, maana sadaka kubwa ni mioyo yao. Fedha na vingine vyote ni tendo la imani la kuonyesha kwamba ni pamoja navyo, ni sehemu ya ibada. Baba ninakushukuru. Ibariki, itakase kwa damu yako thamani, ikafanike kuwa ni ukumbusho. Na hata anaporudi kama unavyomwambia unikumbushe na tuhojiane, eleza mambo yako upate kupewa haki yako. Kumbe kuna mahali mlianzia. Sadaka iwe ni mahali ambapo mlianzia, ikafanike ni ukumbusho mbele za kiti chako cha enzi. Hata mahali anapofika amechoka hawezi kuomba, sadaka ikakusemeshe. Ninakushukuru Mungu kwa sababu ya upendo wako na uaminifu wako. Sifa na heshima, adhama na utukufu ni vya kwako. Katika jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu tumeomba na kushukuru. Amen. Mtoto wa Mungu, namba ya kutuma sadaka yako ni 0757 500 502 0757 500 502, yani 500 502. Lakini pia kuna ile namba nyingine ya siku zote ambayo inafahamika na wengi, 0753 40 85 66 0753 40 kwa maana 40 85 66. Kama unatumia Tigo namba ama Yasi wanaita 0715 40 85 66. Yes, kama ni Airtel tumia ile namba yetu tunokesha nayo hapa kwa ajili ya kutuma message. Mimi sina la ziada, mtoto wa Mungu, nikutakie siku njema, lakini naomba nikukumbushe mambo ya msingi. Kama una nafasi ya kufanya mazoezi, fanya mazoezi baada ya ibada hii. Fanya tu hata dakika chache. Mungu ana mpango mkubwa kwa habari ya afya yako. Ndio maana anasema, mpenzi, naomba ufanikiwe katika mambo yako yote, ni pamoja na kuwa na afya yako. Msingi wa kufanikiwa kwenye biashara na kazi ni pamoja na kuwa na afya. Unaweza ukaipuuzia afya leo kwa sababu ya uko busy, lakini ukaja ukatumia muda mwingi kuitibu na gharama kubwa, ukaharibu malengo yako kwa sababu ya afya imegoma. Mpendwa, swala la kutunza mwili ni la kwako. Swala la kulinda mwili ni lake Mungu. Mungu anakufanyia wewe mazingira yote ya ulinzi, lakini kutunza ule nini usile nini na kuhakikisha kwamba Mungu anafika mbali na wewe, kazi ya kutunza. Kakupa neema ya kuwa na gari, hawezi kwenda garage yeye. Wewe ndio unalipeleka gari garage. Likiharibika wewe ndio unaenda, unaacha kufanya shughuli zako. Ndivyo ilivyo kwenye mwili wako. Fanya kama ambavyo neema Mungu kukupa gari amekupa.
ila nani analipeleka garage? Ni wewe. Wewe ndio utachagua unataka kuifanyia service gani, ni wewe. Unataka kuipa nini, ni wewe. Na mwili wako ni hivyo hivyo. Tunapokosea kumpa majukumu yote Mungu alinde na atunze, no, hali yeye unakula wewe. Asiyepata muda wa mazoezi ni wewe. Ukiugua utakayeenda hospitalini ni wewe, sio yeye. Kazi yake yeye ni kukutengenezea mazingira. Kwa hiyo option unayo wewe. Ninatamani sana watoto wa Mungu tufanye mazoezi. Kuna magonjwa mengine tunaombea hapa sio ya kuombea. Ni unatakiwa tu change lifestyle yako. Especially wale watu wazima 35 to who? Kuanzia 30, 35 kuendelea. Usiache mazoezi. Na mimi siku moja ukiamua kubadilisha lifestyle utakuja kuona faida ya mazoezi. Tusisubiri mpaka daktari anakuambia anza kufanya mazoezi. Uzito umezidi. Anza kufanya mazoezi, figo, moyo, nini? Neno la Mungu nasema mpenzi, naomba ufanikiwe. Mungu anataka ufanikiwe, lakini chanzo cha mafanikio ni wewe kuwa na afya. Ndio maana afya ameitenganisha. Nasema mpenzi, naomba ufanikiwe katika mambo yako yote. Ni pamoja na kuwa na afya yako. Kama jinsi akituangalia rohoni tumefanikiwa, lakini afya ni wagonjwa. Why? Kwa nini? Tuna misbehave. Diet muhimu. Usiruhusu kula kila kitu. Jiwekee mipaka. Wakati mwingine sema hapana. Hiki sio mbaya kwa faida yako. Basi nikutekee siku njema. Tunapokwenda kazini tukafanye kazi kwa bidii. Biblia inasema aifanye kazi kwa mkono mlegevu huwa maskini, lakini yule aifanye kazi kwa mkono ulio hodari hutajirishwa. Wapendwa, wasiosali wasiokesha wanafanya kazi kwa bidii, lakini sisi ambaye tuko rohoni sana na kazi tunasema Mungu yeye anajua. Okay. Kupanga ni kuchagua, lakini sitamani uchague vibaya. Natamani wewe ni miongoni mwa wale watu wanaoshuhudia matokeo ya maombi unaoomba. Tusiwe tunatumia energy kubwa kuomba alafu wewe unalala. Usiende kazini ukawa mvivu. Tamani ya ofisini washangaze watu. Mwambie Mungu, naomba neema yako kwenye kufanya kazi kwa bidii. Nisiwe miongoni wanapofikiria kufukuza watu, mimi niwe miongoni mwao. Unatamani kuona mafanikio, invest sana kwenye kufanya kazi kwa bidii. Usijionee huruma wakati bado hujafanikiwa. Jionee huruma wakati umefika kwenye hatua ambayo maisha yako umeingiza kwenye mfumo fulani, sio lazima uamke. Mungu akubariki sana. Love you so much. See you next time. Nijalie unyenyekevu, Bwana wangu. Niondole kiburi, Bwana wangu. Nipe moyo wa saburi, Bwana wangu. Nikutumikie siku zote. Nijalie unyenyekevu, Bwana wangu. Niondole kiburi, Bwana wangu. Nipe moyo wa saburi, Bwana wangu. Nikutumikie siku zote. Neema yako yanitosha. Neema yako yanitosha.
sitarudi vile tena. Nakataa kuwa vile tena. Muda mwingi nimekuwa chini. Nimeamua sasa ni wakati wa kuinuliwa. Sitarudi kuwa vile. Sitarudi kuwa vile. Oh, sitarudi kuwa vile. Sitarudi kuwa vile. Oh, kwa uwezo wake Roho. Sitarudi kuwa vile. Mimi nakataa kudharauliwa. Sitarudi kuwa vile. Nakataa maisha ya chini. Sitarudi kuwa vile. Nakataa maisha ya chini. Sitarudi kuwa vile. Kwani Baba amenikumbuka. Sitarudi kuwa vile. Oh, Baba amenikumbuka. Sitarudi kuwa vile. Mimi ni mbarikiwa. Sitarudi kuwa vile. Mimi ni mbarikiwa. Sitarudi kuwa vile. Mimi ni mbarikiwa. Sitarudi kuwa vile. Huu ni mwaka wa Bwana, amenitendea mengi. Nahisi moyoni mwangu Bwana amenikumbuka. Mwaka jana niliteseka, sitarudi pale tena. Huu ni mwaka wa Bwana, amenitendea mengi. Nahisi moyoni mwangu Bwana amenikumbuka. Mwaka jana niliteseka, sitarudi